Sehemu iliyopita, msikilizaji, ilikuwa ni sehemu ya 20. Tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo baada ya Patrick Zambi kufanikiwa kumchukua mtoto Diana kule shuleni kama ambavyo alikuwa ameomba na mama yake, sasa yuko hapa benki ambako alikuwa amekuja kuchukua pesa zote za huyo mama kama ambavyo alikuwa amemruhusu mwenyewe kabla hajafikwa na umauti kule mapangoni. Na huku alikuwa na shangaa pia mara baada kuona hata huyu meneja wa hii benki pia alikuwa ni mmoja kati ya watu wa Kanali Bosco Rutaganda. Kilichoendelea ni kunacho hapa katika sehemu ya 21 siku ya leo. Kutokea hapa Rwanda, mimi naitwa Felix. Hizo ndio pesa ambazo ulikuwa unazihitaji Luten. Ukipenda unaweza kuzihesabia tu kwa uhakika zaidi. Alikuwa anazungumza pale mzee huyo kunielekezea mimi, na hapo nikaufungua ule mfuko na kushungulia ndani. Zilikuwa ni pesa nyingi sana za Kinyarwanda, na zilikuwa ni mpya kabisa ambazo zilikuwa zimefungwa katika vibunda tofauti tofauti. Sikuwa na muda wa kusema kwamba nianze kuzihesabia, badala yake nilizichunguza tu zile pesa, na nilipoyahamisha macho yangu kumtazama tena mzee yule, nilishangaa sana kujikuta nilikuwa natazama na mdomo wa bastora katika mikono yake. Hakuna kokote ambako utaweza kwenda Luten. Weka hizo pesa mezani. Sauti ya mzee yule ilinionya vile, huku mikono yake iliyoshika bastora ilikuwa inatetemeka. Sikuwa na namna msikilizaji, kwa nikaweka mezani ule mfuko wa pesa taratibu, na huku nilikuwa najilaumu tena kwa kutokuwa makini. Kwa sasa ndo kusema kwamba mapinduzi yenu yanaanzia kwangu, si ndio? Nilikuwa namuuliza pale swali mzee yule, huku nilikuwa natazama mitetemo ya mkono wake ambao ulikuwa umeshikilia bastora. Geuka nyuma mara moja. Alikuwa anafoka vile mzee yule. Sikuwa na namna ya kukaidi amri yake, kwa sababu mitetemo ya mikono ya yule mzee ilinionya kwamba muda wote ule ingeweza kuruhusu risasi katika ile bastora. Kwa niligeuka nyuma taratibu, na huko nilikuwa najihisi kuzidiwa ujanja kiurahisi. Lakini ghafla wakati nafanya vile, nikashangaa kuona mlango wa ile ofisi wa meneja wa benki ulikuwa unafunguliwa kwa kasi. Sikutaka kusubiria kuona ni kitu gani ambacho kikifuatia pale. Nikawahi mara moja kujitupa chini, na muda ule ule nikasikia mlio wa risasi zilikuwa zinafyatuliwa sambamba na sauti ya yule mzee meneja wa benki alikuwa anapiga mayowe makali. Nikageuka mara moja kumtazama yule mzee pale kwenye kiti chake ambacho alikuwa amekalia pale nyuma kwenye meza ile ya ofisi, na hapo nikashikwa na taharuki. Kichwa chake kilikuwa kimefumuliwa vibaya mno kwa risasi. Ubongo wake ulikuwa umerushwa na kutawanywa ovyo pale ukutani. Kiwiliwili chake kilikuwa kinabembea taratibu kutoka upande huu na kwenda upande wa pili kwenye kiti cha pale ofisini. Nilipogeuka kutazama kule mlangoni, hapa ndipo sasa nikashikwa na mshangao wa mwaka mara baada ya kumwona Adriel. Pole sana Luten. Pole sana mpenzi wangu, simama tuende zetu, watakuwa washenzi. File, kweli kabisa ni wewe? Nilikuwa namuuliza pale swali Adriel kwa kiwewe. Ndio ni mimi mpenzi, tuondoke mara moja kwa sababu hii sio sehemu salama. Wamesambaza watu wao kila kona ya hii nchi kwa ajili ya kutusaka. Ulikuwa wapi kwani mpenzi wangu muda wote? Nashukuru sana kwa kuniokoa. Twende mpenzi, hapa sio sehemu salama kabisa kuzungumzia hayo mambo. Alikuwa anazungumza pale Adriel. Nilisimama haraka na kisha kuchukua ule mfuko uliokuwa na pesa pale mezani, na kisha nikasimama na kitazama maiti ya yule mzee meneja wa benki ambayo bado ilikuwa inabembea kwenye kile kiti, na huko nilikuwa namsikitikia tu, na kisha nikasogea na kuichukua ile bastora yake mkononi. Tulipotoka nje ya ile ofisi ya meneja wa benki, nikajua wazi kabisa kwamba wale watu wa mle benki walikuwa hawajastuka chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye ofisi ya meneja wa benki hiyo. Kwa utulivu tulikatiza katikati ya ule msongamano wa watu mle ndani, tukaelekea mpaka nje. Wakati wale kila mmoja alikuwa macho kuzitazama nyendo za watu ambao walikuwepo katika eneo lile. Tulivuka barabara na kuelekea nilipoegesha gari,
na muda mfupi baadaye tulikuwa mtaani mbali kabisa na ile jengo la benki ya taifa ya Rwanda. Ulikuwa wapi kwani mpenzi wangu toka jana? Niligeuka na kisha kumuuliza vile swali Thelefile wakati ambapo tulikuwa tunaendelea na safari. Nilijificha katika nyumba moja ya kulala wageni ya kichochoroni. Na mbona hukuendelea kunisubiria kwenye ile nyumba jana usiku japo nilikuwa nimechelewa? Wakati ambapo nilikuwa namaliza kuandika ile ripoti yangu ya kijasusi kwa mkuu wangu wa idara ya ujasusi, niliamua kwenda kuituma posta, na huko nilikuwa na hakika kwamba ningewahi kurejea kabla yako. Ni kweli kabisa, nilifanikiwa vizuri kabisa kuituma ile ripoti katika ofisi moja ya posta iliyoko mjini kati, na kisha nikarejea nyumbani. Lakini wakati ambapo nilikuwa nakaribia ile nyumba, nilishtuka sana kuyaona magari mawili ya kijeshi yalikuwa yameegeshwa katika ile nyumba. Na hapo nikajua wazi kabisa kwamba mambo yalikwisha haribika. Kwa ndipo nikapotelea mtaani. Na hukutaka kabisa kufuatilia kama watakuwa wamenikamata ama vipi? Mimi nilikuwa najua vizuri kabisa kwamba upo hai tu mpenzi, kwa sababu ule muda wa jana usiku wakati narejea nyumbani, nilikuwa najua kabisa kwamba ulikuwa bado hujarejea. Na hili gari ni la nani? Alikuwa anazungumza vile Thelefile na kisha kuniachia swali. Nikaanza kumweleza File mambo yote yaliyojiri tangu siku ile ya jana tulivyoachana pale nyumbani. Nikamweleza nilivyokwenda Kigali Kasino kuonana na Mutesi, pamoja na mkasa wote walionukuta kule Kigali Kasino pia. Nikaendelea kumweleza Mutesi namna vile ambavyo nilivyompata Diana, yule mtoto wa Madam Maria Grace, kule katika shule ya Mtakatifu Ana Maria, pamoja na ile maiti ya yule msichana aliyeuawa kule katika ile nyumba ya Madam Maria Grace. Na mwisho wa siku nikamweleza namna vile ambavyo nilifika pale benki kwa ajili ya kuchukua pesa za Madam Maria Grace. Kwa sasa ulijuaje kama nilikuwa pale benki? Hatimaye nilimuuliza pale swali Thelefile. Naweza kusema kwamba ilikuwa ni kababati tu mpenzi. Unajua mimi nilikwenda pale benki kuchukua pesa kwenye akaunti yangu mara baada ya kuona nilikuwa naelekea kuishua pesa. Sasa nilipokuwa katika utaratibu huo, ndipo nikakuona ulikuwa unaingia mle ndani, na kisha nikakuona ulikuwa unaelekea kwenye ile ofisi ya meneja wa benki. Nilimaliza kuhudumiwa nikawa nakusubiria, lakini sasa nilishangaa sana kuona kwamba ulikuwa na kawia kutoka. Na hapo nikaanza kushikwa na wasiwasi. Kwanza nilimuona kijana mmoja alikuwa anaingia kwenye ile ofisi ya meneja wa benki muda mfupi mara baada ya kuingia mle ndani. Na hata yule kijana alipotoka wewe bado ulibaki mle ndani vile vile. Na hicho ndicho kilichonizidishia wasiwasi. Kwa hivyo nikaona nikufuatilie kule huko nikiwa nawaza kwamba huenda ulikuwa umekumbana na kigingi. Na ndio nikakukuta tayari ulikuwa umedhibitiwa na ule bwege. Kusema kweli kabisa File, hapa nimeyakubali mambo yako. Na kushukuru sana mpenzi wangu kwa sababu umeyaokoa maisha yangu tena kwa mara nyingine. Na zawadi pekee nitakayokupatia basi ni mtoto. Na tena atakuwa ni mtoto mzuri wa kike anayefanana kabisa na mama yake mpaka nywele pia. Nilikuwa nazungumza vile kumtania Thelefile huku nilikuwa naanguakisha kwa hafifu. Na kusema kweli kabisa mpenzi, nina hamu sana na huyo mtoto. Sasa baba mpelelezi, mama naye pia ni mpelelezi. Huyo mtoto wetu sijui kabisa atakuwaje. Alikuwa anazungumza vile Thelefile na kisha alicheka. Na wakati tunaendelea na mazungumzo nilichukua ile bahasha ambayo nilikuwa nimepewa na Mutesi, na kisha nikampatia Thelefile ayasoma maelezo ambayo yalikuwa kwenye ile karatasi ya ndani. Mungu wangu. Kwa sasa kumbe ni leo usiku. Alikuwa anang'aka vile Thelefile kwa taharuki mara baada ya kumaliza kusoma ile maelezo kwenye ile karatasi. Ni lazima tulizuie hilo tukio, vinginevyo kutakuwa na umwagaji wa damu mkubwa sana na wakutisha. Vipi kama tukienda kumwona mkuu wa vikosi vya ulinzi na amani vya Umoja wa Mataifa ambavyo vipo hapa Rwanda? Ama hata kiongozi yoyote mkubwa wa serikali atakayeweza kuyazuia mapinduzi? Ni wazo zuri sana File. Hasa la kumwona huyo kiongozi wa vikosi vya Umoja wa Mataifa vilivyopo hapa Rwanda kwa ajili ya kulinda amani. Lakini na mashaka makubwa sana na kuwaona hao viongozi wa serikali ya hapa Rwanda. Kwa sababu ni lazima kwanza tulijue kabila lake huyo kiongozi.
Vinginevyo tunaweza kupeleka taarifa kwa watu ambao wanatutafuta sisi na kuyashabikia hayo mapinduzi pia. Hapo sasa na kweli kabisa ndio ugumu ulipo. Tulikuwa tunazungumza vile, na huko nilikuwa nafikiria njia nyingine mbadala, na wakati huo nilikuwa nakunja kona kuingia barabara ya mtaa mwingine. Na sasa tunaelekea wapi Patrick? Phil alikuwa anauliza vile swali. Hatuwezi kuendelea kutembea na hizi pesa nyingi. Itakuwa ni hatari sana. Kwa hivyo nataka kuziweka kwenye akaunti yangu ya siri na nitazitoa wakati ambapo nitakuwa nimerejea Dar es Salaam. Na mimi nimeamua tuende wote Dar es Salaam Patrick. Nataka niache kabisa hii kazi na kuishi na wewe kama mume wangu. Naomba niahidi tu mpenzi. Ni kuahidi kitu gani tena Phil? Niahidi kwamba tangu sasa mimi ni mke wako wa kufa na kuzika na Venus. Alikuwa anazungumza vile dhahiri Phil, na huku alikuwa na tabasamu. Na kuahidi hilo mpenzi wangu, naondoa shaka kabisa. Hata wewe mwenyewe unajua vizuri kabisa kwamba mimi bila wewe hata hii kazi haiendi vizuri. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea Phil, na huku nilikuwa nalifurahia wazo lake, na tulipotazamana kila mtu alikuwa anaonyesha hisia za mapenzi kwa mwenzie. Mara baada ya mwendo wa dakika chache niliegesha gari nje ya tawi moja la benki ya eneo la Maziwa Makuu, ambayo makao yake makuu yalikuwa Dar es Salaam Tanzania. Ni katika ile benki ndipo nilikuwa na akaunti yangu. Kwa hivyo nikachukua ule mfuko uliokuwa na pesa, nikapunguza vibunda vichache na kuviacha mle kwenye gari, na kisha nikashuka na ule mfuko nikielekea ndani ya ile benki. Na kwa sababu hakukuwa na foleni kubwa sana, sikukawia. Muda mfupi baadaye nilikuwa nimeshamaliza, na huko nilikuwa nimefanikiwa kuziweka zile pesa kwenye akaunti yangu. Na sasa ilikuwa naelekea majira ya saa 9 za alasiri. Kwa hivyo nikaendesha gari kuelekea kule hotelini, mahali ambapo tungeweza kupanga mkakati wa namna gani ya kumaliza mkasa huu wa kutisha. Lakini wakati huo nikiwa tayari nimeshamtahadharisha dhahiri Phil dhidi ya Mutesi ili kusudi asije akaona wivu. Nilifurahi sana kuwakuta Mutesi pamoja na Diana walikuwa salama kabisa. Nikawatambulisha kwa dhahiri Phil, na mazungumzo ya hapa na pale yakaendelea. Ndani ya muda wa masaa mawili, msikilizaji, tulikuwa tumefanikiwa kuyafikia maeneo yote muhimu ambayo yalikuwa ndani ya ratiba yetu, ingawaje mafanikio tuliyoyapata hayakuwa ya kuridhisha sana. Mara baada ya kutoka pale hotelini, tulikuwa tumekubaliana na dhahiri Phil kwamba tuende kwanza kule nyumbani kwa Nyonkuru, msichana ambaye alikuwa ni mpenzi wa marehemu Tobias Moyo. Lakini kile ambacho tulikutana nacho kule kwenye ile nyumba kilituacha na simanzi isiyoweza kabisa kuelezeka. Ilikuwa ni mara baada ya kugonga mlango wa nyumba ile kwa muda mrefu sana na kutojibiwa. Tukaamua kuingia ndani kwa mbinu zetu binafsi, na mara baada ya kufanya upekuzi wa kina tukawa tumefanikiwa kupata kitambulisho kimoja cha afisa wa jeshi la Rwanda ambaye nilimhisi kwamba huenda angekuwa ndio yule ambaye alikuwa anaishi na mrembo Nyonkuru, na vile vile alikuwa ni mwanachama wa Interahamwe. Ni dhahiri Phil ambaye alikuwa ameshtukia kwamba kulikuwa na harufu kali ambayo ilikuwa inatoka ndani ya jokofu ambalo lilikuwepo mle ndani sebuleni. Na tulipokwenda kulifungua lile jokofu, tulichokiona ndani yake kilitufanya tutapike mara mbili. Mwili wa Nyonkuru ulikuwa umekatwa vipande vipande kama nyama na kuhifadhiwa ndani ya lile jokofu, huku kichwa chake kilikuwa kimewekwa kwenye sehemu ya juu ya jokofu. Sio mimi wala Phil aliyeweza kuzungumza chochote juu ya tukio lile, na baadaye tukaamua kutoka nje ile nyumba na kuondoka tukiwa na simanzi isiyoweza kuelezeka. Tulikuwa tunaelekea zilipo ofisi za vikosi vya Umoja wa Kimataifa, vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Kimataifa hapa nchini Rwanda. Hoja zetu juu ya tukio la mapinduzi ya kijeshi lililokuwa limepangwa kufanyika usiku wa leo, na baadhi ya viongozi wa kijeshi wasiokuwa waaminifu kwa serikali ya Rais Juvenal Habyarimana kwa misingi ya ukabila, hazikuonekana kuchukuliwa kwa uzito wote ule. Na badala yake tulikutana na maswali mengi kutoka kwa makamanda wa kijeshi. Maswali kama sisi tulikuwa ni akina nani, na tulikuwa na uhakika gani na taarifa zetu. Na hata tulipotoa vielelezo hai kabisa, tuliambiwa kwamba kwa sababu tulishawafikishia taarifa zile, basi tuachie swala hilo, wao wangeanza kulifanyia kazi mara moja. Baadaye tuliondoka kwenye ofisi zile, na huku tulikuwa tumekata tamaa sana. Na wakati tunaondoka kwenye ofisi hizo za kijeshi,
Niliyakumbuka maneno ya Motesi kwamba eti nilikuwa na mfariji tu, lakini ilikuwa ni vigumu sana kuyazuia mapinduzi yaliyopangwa kwamba yasifanyike. Ingawaji alikuwa ni maneno ya kawaida tena ambayo alikuwa amezungumzwa na mtu aliyeelewa pombe, lakini sasa nilianza kuhisi kwamba yalikuwa na kiasi fulani cha ukweli ndani yake. Hata hivyo sikukata tamaa. Kwa hivyo nikaendesha gari mpaka ilipo ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Rwanda. Nilipofika nikashuka na kumwacha Drelfile akiwa ananisubiria kwenye gari. Lakini hata hivyo nilishangaa kukuta ofisi zile zilikuwa zimefungwa. Na hapo nikawauliza walinzi wa zile ofisi kama wangeweza kunisaidia nionane na balozi. Jibu ambalo nilipewa likazidi kunikatisha tamaa zaidi. Wale walinzi walisema kwamba balozi alikuwa amesafiri kurejea nchini Tanzania kikazi kwa muda wa siku 7. Sikuwa na namna nyingine ya kufikisha ujumbe wangu. Kwa hivyo nikarejea kwenye gari na kuondoka katika eneo lile, na huko nilikuwa namwelezea Drelfile mambo jinsi vile ambavyo yalikuwa. Nilikuwa nahisi mzunguko wa damu katika mwili wangu ulikuwa unaongezeka taratibu kwa kadiri vile mshale wa sekunde wa saa ulivyokuwa nazidi kwenda mbele. Na mara kwa mara nikajikuta nilikuwa nasali kuzifukuza hisia mbaya ambazo zilikuwa zinaendelea kuelea kichwani mwangu. Kulikuwa na dakika chache tu zilikuwa zimesalia kabla ya kutimia saa 11 za jioni, na sikupenda kuitazama tena saa yangu, nikiwa na hofia kwamba muda ulikuwa nakwenda haraka sana kuelekea mapinduzi yale ya kishenzi ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika. Wakati nikiwa naendelea kuwaza wazo la mtu muhimu katika kufanikisha ushahidi wangu dhidi ya wale maafisa wa kijeshi wasiokuwa waaminifu kwa serikali waliopanga kufanya mapinduzi haramu hapa nchini Rwanda, likanijia kichwani. Mtu huyo alikuwa ni Jaji Makesa, mwanasheria na mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye alikuwa anashutumiwa na baadhi ya viongozi wa serikali kwa kuzungumzia hali ya uvunjifu wa haki za binadamu hapa nchini Rwanda. Jaji Makesa angekuwa ni mtu muhimu kabisa kama shahidi muhimu katika kufanikisha uthibitisho wa ushahidi wangu katika kuwatia hatiani wahusika wote wa mapinduzi yaliyopangwa kufanyika. Nilimshirikisha Drelfile wazo hilo la kumtafuta Jaji Makesa, na huko nilikuwa namweleza dhamira yangu, na nikafurahi sana kwa kunielewa. Kwa hivyo tukabadilisha uelekeo wa gari tukitafuta kitongoji ambacho kulikuwa na nyumba ambayo Jaji Makesa alisemekana kwamba kajificha. Kilikuwa ni kitongoji ambacho kilikuwa kando kabisa ya jiji la Kigali. Kwa hivyo ilikuwa ni safari ya mwendo mrefu kidogo, lakini ambayo ilikuwa na utulivu wa kiasi, kwa sababu wakati huu msongamano wa magari barabarani ulikuwa umepungua sana. Maelezo juu ya sehemu ambapo ilikuwa nyumba ambayo alikuwa amejificha Jaji Makesa bado yalikuwa yamehifadhiwa vizuri kabisa kichwani mwangu tangu nilipoyasoma kwenye zile nyaraka za Dr. Francois Tres ambazo nilikuwa nimezichukua kule posta. Mimi ndio nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuiona nyumba hiyo katikati ya nyumba nyingi ambazo zilikuwa zimeongozana nyuma ya barabara ya mtaa ule ambao sikuweza kujua kwa haraka walikuwa na nyumba ngapi, ingawaje naweza kusema kwamba nyumba zote za eneo lile zilikuwa ni nyumba za kisasa sana, na nyingi zilikuwa ni za ghorofa na zilikuwa na uzio wa kuta ndefu na mageti makubwa mbele yake. Barabara ya mtaa ule ilikuwa ni barabara ya lami ambayo ilikuwa napakana na system nzuri kabisa ya mifereji ya maji kando yake, pamoja na nguzo ndefu za taa za barabarani. Taa hizo wakati huu zilikuwa zinaangaza kwa sababu kulikuwa na giza hafifu ambalo lilikuwa linaletwa na wingu zito na mvua ambayo ilikuwa inajiandaa kunyesha angani. Nilikuwa nakaribia kusimamisha gari mbele ya geti la nyumba ile wakati Fili aliposhtukia jambo. "Usisimame. Endesha gari kwa sababu kuna watu wanatutazama." "Watu gani tena?" Nilikuwa namuuliza pale swali Drelfile huko nilikuwa nageuka na kumtazama, na hapo nikamwona kwamba alikuwa anatazama juu ya nyumba ya ghorofa katika upande wa pili wa ile barabara kupitia dirishani. "Kuna watu wawili kule juu ghorofani, watu wanaonekana kutufuatilia." "Ni kwa nini unahisi kwamba wanatufuatilia sisi?" Nilikuwa namuuliza pale swali Fili huko nilikuwa nainama vizuri ili kusudi niweze kuona kule juu ya ghorofa ambapo Fili alikuwa anatazama, na hapo kweli kabisa niliona kulikuwa na watu wawili wanaume walikuwa wameegemea uzio wa ukuta mfupi ambao walikuwa wametengenezwa kuizunguka baraza ya ghorofa ile. Wote walikuwa wamevaa miwani meusi na makoti marefu ya mvua pia. "Ni kitu gani ambacho kimekufanya uamini kwamba wale watu wanatufuatilia sisi?"
Ni kwa nini usifikiria kwamba labda wapo katika mapumziko yao? Nilikuwa namuuliza pale swali Phil huko nilikuwa nageuka kumtazama. Mwanzo alikuwa ni mtu mmoja tu pale juu akiwa anatazama huu pande. Lakini yule mtu alipoliona hili gari nilimwona alikuwa anaonyesha ishara fulani kumuita mwenzake ambaye alikuwa katika upande mwingine. Kwa sasa inamaanisha kwamba kweli kabisa wa watu wamesambazwa kila kona jamani. Na tunatakiwa kuwa waangalifu sana Luteni. Hawa watu wanaweza kutuua tu kama jitihada zao za kutukamata zitaonekana kwamba zinashindikana. Alikuwa anazungumza pale Phil. Niliongeza mwendo wa gari kulipita geti la ile nyumba katika namna ambayo sikutaka kabisa wale watu kule juu ya ghorofa wafahamu kwamba tulikuwa tunaelekea wapi. Lakini mimi nimepata wazo hapa. Hatimaye nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea dereli Phil. Akauliza ni wazo gani? Inaonekana hapa ni wazi kabisa kwamba hawa watu hawajui kabisa hasa na nyumba gani ambayo Jaji Makesa amejificha ndani yake. Na pengine wakawa wametokea mtego wakitaka kujua ni nyumba gani ambayo tutaingia ili kusudi na wao waanze kutufuata kwa nyuma. Ni kweli kabisa kama ambavyo nazungumza. Inavyoonekana ni kama vile wameweka mtego fulani. Hebu subiri kwanza tuone. Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea dereli Phil huko nilikuwa nakunja kuona kuingia mtaa mwingine. Lengo langu lilikuwa ni kuwapotezea tu malengo wale watu ambao walikuwa natutazama. Nikatafuta maegesho mazuri katika mtaa ule tuliokuwa tumeingia, na sasa tulikuwa tumekubaliana na dereli Phil kwamba yeye atangulia kwenye ile nyumba na kisha mimi ningekuja nyuma yake, na huku tukiachana kwa umbali fulani ili kusudi niweze kujua kama kungekuwa na mtu yoyote ambaye bado angekuwa anatufuatilia. Wazo langu lilionekana kukubalika vizuri kabisa na Phil. Kwa hivyo alitangulia mbele kurejea kule kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa tumeipita. Nikamwacha atangulie, na mara baada ya muda mfupi na mimi nilianza safari nikimfuata nyuma yake taratibu. Na huko nilikuwa najiuliza maswali kama kweli kabisa Jaji Makesa bado alikuwa kwenye ile nyumba. Nilitokeza kwenye barabara ya ule mtaa uliokuwa na ile nyumba, na hapo nikamwona dereli Phil kiasi cha umbali wa mita kama 50. Alikuwa amesimama nje ya lile geti la ile nyumba, na ingawaje alikuwa anajua kwamba nilikuwa nyuma yake, lakini hakugeuka kunitazama, na hilo likanifurahisha sana. Nilimwona Phil alikuwa anagonga hodi kwenye ile geti la ile nyumba, na nilipoyapeleka macho yangu kuwatazama wale watu ambao walikuwa juu kwenye ile nyumba ya ghorofa, muda huu sikuwaona, kwa hivyo nikapunguza urefu wa hatua zangu. Haukupita muda mrefu sana mara nikamwona Phil alikuwa anasukuma mlango mdogo wa lile geti na kuingia ndani. Hisia zangu zikanieleza wazi kabisa kwamba hakuwa amefunguliwa ule mlango na mtu yoyote. Mara baada ya Phil kuingia ndani ya geti la ile nyumba, nilisubiria kidogo muda upite, na huko nilikuwa nafanya tathmini ya usalama katika eneo lile. Niliporidhika nikaanza kutupa hatua zangu kwa utulivu kumfuata Phil, na wakati huo nilianza kuhisi manyunyu hafifu ya mvua yalikuwa yanaanza kuanguka kutoka angani. Nilikuwa sijafika mbali sana pale ambapo niliwaona wanaume wawili wakitoka kwenye geti la ile nyumba ya jirani, na hapo nikasita kuendelea na safari. Kwa hivyo nikachepuka na kujibanza kwenye ukuta wa jirani na eneo lile. Nikiwa nimejibanza sehemu ile niliweza kuwaona vizuri kabisa wale watu, na hapo niliwakumbuka vizuri kabisa kwamba walikuwa ni wale waliokuwa kule juu ya ghorofa. Hata hivyo muda mfupi uliofuata aliongezeka mtu mwingine wa tatu kutoka ndani ya lile geti, ambaye alikuwa ni mgeni kabisa kwangu, na kuifanya idadi yao sasa kuwa ni wanaume watatu. Niliwaona wale watu walikuwa wanatazama huko na kule, na waliporidhika kwamba hapakuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa anawaona, wakavuka barabara katika upande wa pili na kupotelea ndani ya lile geti ambamo ndimo alikuwa ameingia dereli Phil. Nilisubiria kidogo muda upite, na nilipoona kwamba hapakuwa na mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa anaongezeka nyuma yao, nikaanza kuharakisha kuwafuata wale watu kwa nyuma. Nilifika kwenye lile geti na kisha nikausukuma ule mlango taratibu na kuingia ndani. Kulikuwa na magari matatu ambayo yalikuwa yameegeshwa mbele ya nyumba ile ya ghorofa, na nilipoyatazama yote yalionekana kwamba hayakuwa yametumika kwa muda mrefu. Sikumwona mtu yoyote katika eneo lile. Kwa hivyo nikachomwa bastola yangu kutokea kwenye maficho na kuikamata vyema kabisa mikononi, na kisha nikachepuka na kujibanza nyuma ya gari moja miongoni mwa yale magari matatu ambayo yalikuwa yameegeshwa pale nje. Nikiwa nimejibanza nyuma ya lile gari sikuweza kabisa kumwona mtu yoyote katika eneo lile.
na jambo hilo likanishangaza mno. Nilitazama ile nyumba ya ghorofa 3 mbele yangu, na huko nilikuwa nahisi kwamba mtu yoyote ambaye angekuwa juu ya ghorofa angeweza kuniona vizuri kabisa kiurahisi. Wakati huo mawazo yangu yalihamia kwa Drelfile, na huko nilikuwa najiuliza maswali kwamba angekuwa katika eneo gani katika nyumba ile mbele yangu. Niliendelea kujibanza tu nyuma ya lile gari, na huko nilikuwa nalichunguza eneo lile, na nilipoona hali ilikuwa sawa, nikachepuka na kujibanza kwenye pembe ya nyumba ile, na huko nilikuwa na shughuli ya sehemu ya nyuma ya nyumba ile. Nilikuwa mbioni kuhama lile eneo pale ambapo nilisikia hatua za mtu alikuwa anakuja katika upande wangu. Kwa haraka nikarejea tena nyuma na kujibanza, na huko nilikuwa nafanya makadirio chanya. Muda mfupi baadaye yule mtu alikaribia ule usawa wangu, na nilikuwa nimezikadiria vizuri kabisa hatua zake. Kwa hivyo nikamkabili kwa pigo moja tu la kiwiko cha pua ambacho kiliupasua kabisa mgongo wa pua yake. Alipojishika puani, nikamtandika pigo jingine la karate shingoni ambalo lilikwenda kuzichukua kabisa fahamu zake. Sikutaka kelele za mshindo wa ngoko lake zisikike. Kwa hivyo nikawahi na kisha kumdaka kabla hajafika chini. Napo nikamburuza na kumficha kwenye maua ambayo yalikuwa jirani na eneo lile, na kisha nikaichukua bastola yake na kuitia kwenye maungo yangu. Niliendelea kujibanza tu katika lile eneo, na nilipoona muda ulikuwa nakwenda bila mtu mwingine kujitokeza, nikaamua kunyata nikiufuata mlango wa mbele wa nyumba ile. Nilikuta mlango ule ulikuwa wazi. Kwa hivyo nikaingia taratibu, na huko nilikuwa najitahidi sauti ya hatua zangu isipate kusikika. Nikatokezea kwenye eneo la sebule la nyumba ile. Ilikuwa ni sebule pana ambayo ilikuwa na samani za kisasa za kila namna. Hapo nikasita kidogo nikiupima utulivu wa eneo lile, na huko nilikuwa nafikiria kama nielekee wapi. Nikiwa mbele ya sebule ile nikajikuta nilikuwa natazama na ngazi ambazo zilikuwa zinaelekea juu ghorofani. Upande wa kulia kulikuwa na korido, na korido hiyo nyembamba ilikuwa naelekea kwenye vyumba vya ndani vya ghorofa lile, na eneo la jiko lilikuwa na mlango wa kutokea nyuma ya ile nyumba pia. Nikaamua nianze kuanza kuvichunguza vile vyumba vya jiko kabla ya kuelekea kule juu ya ghorofa. Lakini wakati niko mbioni kufanya hivyo, nikasikia hatua za mtu aliyekuwa anashuka kutokea kwenye zile ngazi. "Wewe Bizimungu. Bizimungu." Nilimsikia huyo mtu alikuwa anaita vile kwa utulivu, na huku alikuwa anaendelea kushuka zile ngazi, na sikutaka kupoteza muda. Kuvua haraka sana nikajibanza nyuma ya pazia refu ambalo lilikuwa kwenye dirisha la pale sebuleni. Yule mtu alikuwa anaendelea kuita tu, na huku alikuwa anashuka zile ngazi, na hapo nikajua wazi kabisa kwamba alikuwa anamuita yule mwenzake ambaye nilikuwa nimepambana naye kule nje. Na mtu yule alipomaliza kushuka zile ngazi, nilimwona alikuwa anasita kuendelea mbele, na kisha alitoa bastola kutoka ndani ya koti lake na kuishika vizuri mkononi. Yule mtu alikuwa ni mrefu na mwembamba kiasi, na muda mfupi uliofuata nikamwona yule mtu alikuwa ananyata kuja upande wangu, na hapo nikajua wazi kabisa kwamba alikuwa anataka kuelekea nje. Hata hivyo nilishangaa kumwona alikuwa anasita mara baada ya kufika usawa wa lile dirisha, na hapo moyo wangu ulipiga kite kwa nguvu. Yule mtu sasa alikuwa analitazama lile pazia la dirisha ambalo mimi nilikuwa nimejificha nyuma yake, na hapo nikahisi wazi kabisa kwamba huenda alikuwa ameushtukia uwepo wangu katika eneo lile. Muda mfupi uliofuata nikamwona alikuwa analisogelea lile dirisha zaidi, na hapo wasiwasi walikuwa nazidi kunishika. Nikataka nianzishe shambulizi la kumwahi, lakini nafsi yangu ikanionya. Kwa hivyo niliendelea tu kusubiria. Wasiwasi ulikuwa umenishika mara tu mtu yule aliponikaribia pale dirishani, kwa sababu nilimwona alikuwa ananyanyua bastola yake mkononi na kuielekeza kwangu, na hapo nikajua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafuatia. Kwa hivyo nikawahi kujirusha chini, na muda ule nikasikia mshindo mkubwa wa risasi juu yangu kabla ya kufuatiwa na sauti kali ya mpasuko wa kioo cha lile dirisha. Risasi ya pili iliyofuatia ile paraza kidogo kichwani mwangu na kuchimba ukuta, na hapo nikawahi na kujirusha tena pembeni, lakini mtu yule alikuisha nifikia. Kwa hivyo nikaikamata vizuri bastola yangu ili kusudi nimwahi, lakini nilikuwa nimeshachelewa, kwa sababu teki la kasi ambalo alikuwa amelirusha yule mtu mlilipokonya bastola yangu mkononi na kuirusha mbali kabisa. Na hapo nikajikuta nilikuwa nashangazwa na uwezo mkubwa wa mbinu za mapambano ambazo mtu huyo alikuwa nazo. Mapigo mengine ya mateki yaliyofuatia nilikuwa nayaona, nikaanza kuyakwepa kwa kujiviringisha sakafuni. Hata hivyo yule mtu hakuniacha.
akawa ananifuata na huku alikuwa anaendelea kunirusha mateke zaidi. Niliendelea kujiviringisha na nilipofika ukutani nikajibinua, nikaukita mguu wangu mmoja ukutani na kisha nikajifyatua hewani na nikamtandika teke zito la kifuani yule mtu, na huku mimi nilikuwa nadondokea upande wa pili. Jamaa huyu akajibabiza ukutani na ile bastora ikamponyoka kwenye mkono wake, na kabla hajaifikia nikamuwahi na kumfikia, nikampatia pigo moja la judo, lakini alikuwa ni mwepesi kulikwepa, na kisha akanidaka mkono wangu na kunitandika pigo la karate mbavuni, na hapo nikapiga kelele kali za maumivu na huko nilikuwa napepesuka. Na nilipokuwa mbioni kusimama nilishangaa sana, nilikuwa na shoto hewani mzima kwa mtama wa kiufundi sana ambao ulinishangaza. Hata hivyo nilitua sakafuni kwa utulivu kama paka kwa miguu yangu yote miwili na mkono mmoja. Yule mtu hatari akanifuata tena, lakini safari hii pigo la teke ambalo alikuwa amerusha niliwahi kuliona. Nikaudaka mguu wake na kisha nikajipindua na kumtandika teke farasi ambalo lilikwenda kuzikoroga vibaya mno korodani zake na kumfanya apige kelele kama mbwa mwizi. Nilitaka kumuwahi tena, lakini alikuwa mepesi kushtukia hila yangu. Kwa hivyo aliwahi kurejea nyuma, na hapo alisimama na kujipanga vizuri zaidi. Nikajua wazi kabisa kwamba kazi bado ilikuwa ni pevu. Kwa hivyo na mimi nikasimama na kujipanga upya kabisa. Tukabaki tunatazama na kila mtu akiwa anamsoma mwenzie. Muda mfupi baadaye nilimwona yule mtu hatari alikuwa anakuja kwa kasi pale ambapo nilikuwepo. Nikaijua vizuri kabisa hiyo dhamira yake. Nilimsubiria mpaka pale ambapo alikuwa mbioni kunifikia, na hapo nikaruka samba sote hewani, na huko nilikuwa namtandika pigo la teke kavu nyuma ya shingo yake, teke ambalo lilimrusha vibaya mno sakafuni. Na kabla hajatulia vizuri na kujipanga, mimi tayari nilikuwa nimeshajiviringisha haraka kwa mtindo wa kininja, na nilipomfikia alikuwa ndio anamalizia kusimama. Kwa hivyo nikajikita ukutani na kumchapa pigo maridadi la kininja shingoni mwake, na hapo nikamvunja kabisa shingo na kumbamiza ukutani, hali iliyompelekea kuanguka chini taratibu, huku damu zilikuwa zinamtoka puani, mdomoni na masikioni pia. Nikatua chini na kumsikilizia. Nilipomwona alikuwa ametulia kimya, nikajua kwamba alikuwa amekwisha kata roho. Kwa hivyo nikaifuata ile bastora yake pale ambapo ilikuwa ameangukia, nikaiokota. Hata hivyo nilipata mashaka kidogo, kwa sababu nilikuwa nategemea kumwona mwenzake alikuwa anakuja kumsaidia, maana nilikuwa nakumbuka vizuri kabisa kwamba walikuwa ni watu watatu. Lakini sasa hali ilikuwa ni tofauti, na vyumba vyote vilikuwa kimya kabisa, na sikuweza kusikia sauti ya kiumbe chochote mwingine mle ndani. Nikashindwa kabisa kuelewa kwamba Therefile pamoja na wale mtu mwingine walikuwa wapi. Hata hivyo sikuona kabisa kama ingekuwa ni busara kumuita, kwa sababu nilikuwa naamini kabisa kwamba kama angekuwa karibu, kivi vyote vile lile varangati la pale chini lingekuwa limeshamvuta. Nilichukua bastora yangu na kuanza kuzipanda zile ngazi kwa utulivu na tahadhari ya hali ya juu kabisa, nikiwa naelekea katika ghorofa ya pili, na huko nilikuwa nametega masikio yangu kusikia kama kulikuwa na sauti ya kiumbe chochote katika eneo lile. Nilimaliza kupanda zile ngazi na kujikuta katika korido pana ambayo ilikuwa natazamana na milango ya vyumba katika upande wa kushoto, na katika upande wa kulia kulikuwa na sebule nyingine kubwa iliyokuwa na samani za kisasa. Upande wa mbele yangu nilitazamana na ukuta mkubwa wa kioo ambao uliniwezesha kuona kule chini mbele ya ile nyumba bila kificho. Nilipotazama angani niligundua kwamba mvua kubwa ilikuwa mbioni kunyesha muda wote kuanzia pale. Nilipiga hatua zangu mbele yangu na kisha nikasimama katikati ya ile sebule, na huko nilikuwa naichunguza kwa makini zaidi. Ilikuwa ni sebule ya kisasa kabisa na ya kisomi, kwa sababu sehemu fulani kando ya ukuta wa sebule ile kulikuwa na rafu mbili kubwa zilizojazwa vitabu vya kila aina. Nilivitizama vile vitabu na kugundua kwamba vingi vilikuwa ni vitabu vya sheria, na hilo likanipatia faraja kwamba nilikuwa sijakosea nyumba, kwa sababu nyumba yoyote ya mtu kama Jaji Makesa isingeshangaza kuona vitabu vya namna kama ile. Upande wa kulia wa sebule ile kulikuwa na ngazi. Nilizitazama zile ngazi na kugundua kwamba zilikuwa zinaelekea ghorofa ya 3 na ya mwisho kabisa ya jengo lile. Nilishawishika kuanza kuzipanda zile ngazi, lakini kabla sijafanya vile nikaamua kuanza kuvichunguza vile vyumba ambavyo vilikuwa vinatazamana na ile korido. Haikuwa ni kazi ngumu sana, kwa sababu nilikuta milango yote ya vyumba ilikuwa haijafungwa. Kwa hivyo nilianza kuingia chumba kimoja baada ya kingine na kufanya upekuzi. Kusema kweli kabisa, hali ya vyumba
ilinijulisha kwamba ile nyumba ilikuwa imetelekezwa kwa muda mrefu sana bila kuwa na mwenyeji. Na hali hiyo ikaanza kunipatia wasiwasi kama kweli Jaji Makesa bado alikuwa anaishi katika nyumba ile. Nilipofika chumba cha mwisho hali ilikuwa vile vile, na sikuwa na chochote cha kunivutia. Kwa hivyo nikaamua kurejea tena kwa sebuleni na kupanda zile ngazi na kuelekea kwenye ghorofa ya juu zaidi, ghorofa ya mwisho. Nilikuwa mbioni kumaliza zile ngazi wakati ambapo nilijikuta nilikuwa narudishwa chini kwa pigo baya la tege la kifuani. Nilirushwa vibaya mno na kuanza kuporomoka chini kwenye zile ngazi, na huko nilikuwa najitahidi kujizuia bila kuwa na mafanikio. Nilifika chini ya zile ngazi na huko nilikuwa sijiwezi kabisa kwa maumivu. Yule mtu alishuka zile ngazi kwa kasi kama upepo, na sasa alikuwa amenifikia pale chini, na hapo nikaweka vizuri basura yangu ili kusudi kumlenga, lakini nilikuwa nimeshachelewa kwa sababu teke lake yule jamaa lilipangua basura yangu mkononi kama mzaha, na kisha nikapigwa tena pigo jingine la teke la kichwa ambalo niliwahi kulikwepa kwa kuinama chini kidogo. Pigo jingine lilipokuja niliruka sarakasi nikatua pembeni, lakini mtu yule alikuwa anazidi kunifuata mazima, na safari hii sikumkaweza. Nikajirusha na kumkumba, na hapo wote tukaanguka chini, lakini yeye alikuwa mwepesi kunipiga kabali matata shingoni na nyingine tumboni kwa kutumia miguu yake katika mtindo wa judo. Nilijitahidi sana kufurukuta bila kuwa na mafanikio kwa sababu nilikuwa nimebanwa kisawasawa, na huko macho yangu yalikuwa yamenitoka pima, na hapo nilikuwa narusha mikono huko na kule bila mafanikio, na hivyo nilikuwa nimekata kabisa tamaa. Lakini sasa ghafla, wakati nipo katika ile hali, wazo fulani likanijia kichwani pale pale. Lilikuwa ni wazo la kumtekenya mbavuni yule njemba, na nilipofanya hivyo ni kweli kabisa likajitikisa kama kambale, na huko lilikuwa linajelegeza miguu yake na mikono na kuangua kicheko. Na hapo ndipo sasa nikautumia huo mwanya kujinasua. Nikamtandika ngome mbili za pua zilizompelekea apige yowe kama aliyebakwa, na huko alikuwa ananiachia ile kabari ambayo alikuwa amenitundika, na hapo nikajipindua kwa wepesi na kukaa juu yake, na huku nilikuwa namshindilia ngome za shingo mfululizo ambazo zilikwenda kulipasua kabisa koo lake na kumfanya azidi kupiga kelele kama mdawazimu, huku ile bastora ambayo alikuwa ameshikilia mkononi ikiwa inamponyoka. Bila kupoteza muda nikajipindua na kumpiga kabali la tumbo katika mtindo wa judo kwa kutumia miguu yangu, na huku mikono yake nilikuwa nimedhibiti kwa nyuma. Yule mtu alifurukuta bila mafanikio na hatimaye akatulia kabisa, na hapo nikaiondoa ile kabali na kumsukumia pembeni akiwa marehemu tayari. Hapo sasa sikutaka kupoteza muda. Kwa nikasimama na kwenda kuichukua ile bastora yangu kule ambapo ilikuwa imeangukia, na kisha nikaanza kupanda zile ngazi kwa tahadhari, na huko nilikuwa naendelea kujiuliza maswali kwamba Dereli File angekuwa wapi muda ule. Nilimaliza kuzipanda zile ngazi nikatokea kwenye korido nyingine kabisa, lakini kabla sijaendelea na safari yangu nikaiona miili ya watu wawili ilikuwa imelala sakafuni, na damu ilikuwa inaendelea kuvuja katika majeraha ya risasi ambayo yalikuwa katika miili hiyo. Ilikuwa ni kichwani na kifuani. Nilishtuka sana kwa sababu sikufikiria kabisa kama mle ndani kungekuwa na watu wengine zaidi ya wale watu watatu ambao ndio niliwaona walikuwa wanaingia kwenye geti la nyumba hii muda mfupi mara baada ya Dereli File kutangulia. Hata hivyo, tabasamu hafifu liliumbika usoni mwangu pale ambapo nilikuwa nahisi kwamba ile ilikuwa ni kazi nzuri ya File. Nikaanza kutembea kwa tahadhari kubwa na bastora yangu ilikuwa mkononi, na huko nilikuwa naziruka zile maiti na kuendelea tu na safari nikiwa naifuata ile korido mbele yangu. Na wakati huo nilikuwa namuita Dereli File kwa sauti ya chini. Hata hivyo sikumsikia kabisa akiwa anaitika, na hapo nikaanza kuingiwa na wasiwasi zaidi. Upande wa kushoto wa ile korido kulikuwa na vyumba. Kwa hivyo nikaanza kufungua chumba kimoja baada ya kingine. Nilikuwa navikagua huku bastora ilikuwa mkononi tayari kwa ajili ya kufanya shambulizi. Vyumba vinne vya mwanzo havikuwa na kitu chochote cha maana. Kwa hivyo niliachana navyo na kufuata chumba cha mwisho ambacho kilikuwa mwishoni kabisa mwa ile korido. Nilikisogelea kile chumba na kusikilizia kama kulikuwa na sauti yoyote ndani. Hakuna chochote ambacho nilisikia, na hali hiyo ilikuwa nazidi kunipatia wasiwasi. Nikakishika kitasa cha ule mlango na kusukuma ule mlango kwa kasi ya ajabu, na huko nilikuwa nimekusudia kuliwahi wendo langu. Lakini ghafla nikashangaa kumwona Dereli File alikuwa amepigwa na kabali matata shingoni mwake na mwanaume mmoja mrefu mweusi ambaye alikuwa na sura mbaya kama panya aliyekuwa nyuma yake.
Nilishikwa na taharuki. Tupa bastola yako chini we bwege. Yule mwanaume alikuwa anazungumza vile kunionya, na huku kile kisu ambacho alikuwa ameshikilia kilikuwa tayari kimeanza kutafuta njia katika koo la dreli file, hali iliyopelekea mishirizi ya damu kushuka taratibu kifuani mwake. Nasema kwamba tupa bastola yako chini, husikia ama? Vinginevyo usije kabisa kunilaumu. Yule jamaa alikuwa anazidi kunitahadharisha vile. Una haja na mimi ama una haja na bastola yangu? Nilikuwa namuuliza pale swali, na huko nilikuwa namtazama kwa makini jamaa yule, ingawaje hali ya dreli file ilikuwa inanionya kwamba ule haukuwa ni wakati wa kuleta mzaha. Kwa sasa unaleta masiara, si ndo manake? Basi subiri uone ni kitu gani ambacho nitamfanyia huyu malaya wako. Yule jamaa alikuwa anazidi kuzungumza vile kunionya, na kisha muda ule ule nikakiona kile kisu cha ule mtu kilikuwa kinaanza tena kutafuta njia kwenye koo la dreli file, huku file mwenyewe alikuwa anaonekana kushikwa na hofu. Nikaona kile kitendo kingepelekea hali ya file kuzidi kuwa mbaya. Kwa kweli kabisa nikatupa ile bastola chini. Lakini wakati ule ule nilikuwa nimebakiwa na ile bastola ya ule mtu ambaye nilikuwa nimetoka kupigana naye kule chini. Vizuri. Nilikuwa nadhani kwamba utaendelea kujifanya kichwa ngumu. Yule jamaa alikuwa anazungumza pale, huku alikuwa anaangua kicheko cha kejeli ambacho kilikuwa kinanitia hasira. Tayari nimeshafanya kama ambavyo alikuwa nataka nifanye. Mwachie basi huyo dada, huone aibu kutumia nguvu nyingi kwa kiumbe cha kike na sio kwa mwanaume mwenzio. Hakuna haja ya kunieleza kitu gani ambacho natakiwa kufanya, kwani mimi sina macho ama? Mbona unakuwa hujaamini kabisa Lute, ni kama umefumaniwa na mume wa mtu? Sawa basi, mwachie huyo dada. Funga mdomo wako, usinifundishe ni kitu gani ambacho natakiwa kufanya. Yule jamaa alikuwa nafuka vile, na huku alikuwa ametoa macho. Sawa basi, sema kile ambacho nataka kusema. Ipige teke hiyo bastola yako iliyoitupa chini ije katika upande wangu, na usijiongope kama utaweza kufanya hila yoyote ile. Sawa, nimekuelewa. Nilikuwa nazungumza pale kumelekezea yule mtu, na huku nilikuwa nafanya kama ambavyo alikuwa ameniagiza. Kwa ni kweli kabisa nikaipiga teke ile bastola yangu, ikasereleka mpaka miguuni mwake, na hapo aliyokota na kuchomeka kwenye kiuno chake. Umefanya vizuri sana. Na mimi siku zote huwa napenda sana watu watiifu kama wewe. Na kingine ni kitu gani ambacho nahitaji? Nilikuwa namuuliza pale swali, na huko nilikuwa na upima umakini wake. Nahitaji bahasha. Bahasha gani ambayo unahitaji? Nipatie ile bahasha uliyochukua kule posta mara moja. Alikuwa anazungumza pale jamaa huyo, na hapo nikashikwa na mshangao mkubwa, kwa sababu sikuelewa kabisa habari za kule posta huyu mtu zilikuwa zimemfikia vipi. Mwenzako tayari alikuja kwa ajili ya kuichukua. Mwenzangu nani? Mimi nitamjua vipi sasa wakati mpo wengi? Unaleta ujanja, si ndio Luteni? Kwa nini hutaki nani ya kuamini? Wewe ni mtu wa kuaminika wewe. Nasema kwamba nipatie bahasha uliyochukua kule posta, ili kusudi nimwachie huyu malaya wako. Vinginevyo wote na wachapa risasi hapa leo. Kama utatuua sisi itakusaidia kitu gani sasa, wakati hizo taarifa ambazo mnazihitaji bado hamjazipata? Nilikuwa nazungumza vile katika namna ya ushawishi, na hapo nikamwona jamaa yule alikuwa ananitazama kama mtu ambaye alikuwa anapima ukweli wa kile ambacho nilikuwa nazungumza. Na kuuliza swali, bahasha iko wapi? Ipo nyumbani. Nitakuamini vipi? Na kuahidi kwamba ni kweli kabisa bahasha ipo nyumbani. Okay, na bado kuna jambo moja. Ni kwa nini mmekuja katika hii nyumba? Ni kitu gani ambacho mnatafuta katika hii nyumba? Yule jamaa alikuwa anauliza vile maswali. Hilo ni swali letu sote, sisi pamoja na wewe.
Najua mmekuja kumtafuta Jaji Makesa hapa, na bila shaka hilo ndilo ambalo limewafikisha hapa, si ndio? Sasa nataka mnionyeshe ni wapi alipo Jaji Makesa, na kisha mtanipatia na hiyo bahasha. Hapo ndipo nitawaacha huru mwende zenu. Alikuwa anazungumza vile jamaa yule. Nilimtazama huyu mtu na kuyapima maneno ambayo alikuwa anazungumza, na hapo nikamwona kwamba alikuwa anatufanya sisi kama watoto wadogo ambao hatukuwa tunajua kupambana. Lakini wakati akizungumza, sote tukasikia sauti ya mtikisiko wa kitu fulani, na sote tuligeuka na kutazama mlango wa chumba kingine mle ndani ambacho kilikuwa katika upande wa kushoto wa ile sebule, na ile sauti ya mtikisiko ikatoweka ghafla. Na hapo nikajua wazi kabisa kwamba kule ndani kulikuwa na mtu. Tulieni hivyo hivyo, na mtu yoyote asidhubutu kabisa kusogea, kwa sababu si mtu mvumilia. Yule mtu alikuwa anazungumza pale kutupatia onyo, na huku alikuwa anaelekea kutazama ule mlango. Nilimtazama Fili akiwa bado amekabwa tu na huyo mtu, na hapo nikamfanyia ishara kwamba inamisha kidogo kichwa chake ili kusudi kunipatia nafasi ya kutosha kuiona sura ya yule mtu nyuma yake. Na hapo Fili alikuwa amenielewa kile ambacho nilikuwa namaanisha. Muda ule ule ile sauti ya mtikisiko hafifu ikasikika ndani ya kile chumba. Ilikuwa ni sauti ya kama mwanguko wa kitu ambacho hakikuwa na uzito mkubwa. Yule jamaa aliyemkaba Fili alishtuka tena na kutazama ule mlango wa kile chumba. Na hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo alikuwa amelifanya, kwa sababu kwa haraka mkono wangu ulizunguka na kuichomoa ile bastola nyingine ambayo nilikuwa nimeisunda katika kiuno changu kwa nyuma, na kwa sababu nilikuwa nimelenga shabaha mzuri kabisa, basi risasi mbili ambazo nilikuwa nimefyatua ziliparaza kidogo nywele za Fili, lakini zilikwenda kuingia katika fuvu la huyo mtu na kukifumua vibaya mno kichwa chake, na hapo akarushwa na kubamizwa ukutani. Luteni, mpenzi. Fili alikuwa anaita vile bila kuamini kabisa kile ambacho nilikuwa nimefanya. Kusema kweli kabisa nilikuwa naogopa sana, mpenzi wangu. Umejifunza wapi kulenga shabaha namna kama hiyo? Usijali kabisa mpenzi. Nilifanya makadirio mazuri, kwa sababu nilikuwa na uhakika na kile ambacho nilikuwa nafanya. Kusema kweli kabisa na kushukuru sana mpenzi wangu. Hili dubwasha lingeniua hivi hivi huko nikiwa naona. Alikuwa anazungumza vile Fili kunielekezea mimi, na huku alikuwa tayari amesimama na alikuwa anaitazama tu maiti ya yule mtu. Vipi, umeumia sana mpenzi? Hapana, sio sana, na sidhani kabisa kama pata niletea matatizo. Pole sana mpenzi. Nashukuru sana kwa kuyaokoa maisha yangu. Usijali kabisa dia. Vipi Jaji Makesa, umemwona? Nilikuwa namuuliza vile swali dhele Fili, na hapo nikasikia tena mtikisiko hafifu mle ndani ya kile chumba cha pili. Sote tuligeuka na kutazama mlango wa kile chumba, na kisha nikaanza kupiga hatua taratibu kukaribia ule mlango. Na wakati wa dhele Fili alikuwa anakusanya zile bastola, yani ile ya yule mtu pamoja na ile ya kwangu. Muda mfupi baadaye sote tulikuwa tumeufikia ule mlango, na hapo tulikusanya nguvu kwa pamoja, tukarejea nyuma kidogo na kisha tukauvamia kwa nguvu ule mlango, na huko bastola zetu zilikuwa mikononi tayari kwa ajili ya kufanya kazi yoyote. Ule mlango ulivunjika vipande vipande, na huko tulikuwa tunaangukia ndani kama magunia, na vumbi likatimka. Kilikuwa ni chumba kidogo lakini ambacho kilikuwa na msongamano wa vitu, lakini vile vile kilikuwa ni chumba kichafu ambacho kilikuwa na harufu mbaya ya uvundo, na nilipotazama chini niliona kulikuwa na mabaki ya vyakula yalikuwa yametelekezwa tu sakafuni. Yule pale, alikuwa anazungumza pale Fili kwa sauti ya chini, na hapo nikageuka na kutazama kule ambako alikuwa anatazama dhele Fili, na mwanga hafifu wa taa mle ndani ukaniwezesha kumwona mwanaume mmoja ambaye alikuwa na nywele nyingi zilizotimka ovyo, pamoja na ndevu chafu kiasi cha kumfanya aonekane kama msukule. Yule mtu alikuwa amevaa shati chafu kizibao pamoja na suruali ya kitambaa, na alikuwa amejificha chini ya meza ndogo ambayo ilikuwa na mafaili mengi juu yake. Jaji, kaeni mbali kabisa na mimi, washenzi kabisa nye. Yule mzee alikuwa anazungumza bila kwa kufoka, na huku alikuwa ametoa macho kwa hofu.
Sisi sio watu washenzi jaji. Tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Unatakiwa kuja pamoja na sisi na usijali kabisa kwa chochote jaji. Nasema kabisa kwamba kaeni mbali na mimi washenzi kabisa nyie. Hamwelewi kile ambacho nazungumza ama mnataka kuniona mimi nafanya kitu cha utofauti hapa? Unamaanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo jaji? Nilikuwa namuuliza pale swali mzee yule, huko nilikuwa na sita kuzidi kumsogelea zaidi. Usinisogelee. Yule mtu ambaye nilikuwa namuhisi kwamba huenda angekuwa ni Jaji Makesa mwenyewe alikuwa anazungumza pale kututahadharisha, na huku tayari tulikuwa tumekwisha simama. Na hapo tukamwona mzee yule alikuwa anasimama pale ambapo alikuwa amejibanza na kuanza kurejea nyuma taratibu. Na alipofika mahali ambapo kulikuwa na kiti, aliketi na huku alikuwa anatutazama kwa wasiwasi. Dereli Fili aligeuka na kunitazama kama mtu ambaye alikuwa anahitaji kunieleza kitu fulani. Hata hivyo hakuzungumza kitu, kwa sababu nilimuona tena alikuwa anahamisha macho yake na kumtazama mzee yule. Na hapo nikajua kabisa kwamba tulikuwa tumezidiwa ujanja. Kwa hivyo nikaanza kufikiria mbinu za kidemokrasia, na kabla sijazungumza neno lolote, mzee yule akauliza swali. Nyinyi ni akina nani? Mzee yule alikuwa anauliza pale swali kwa sauti ya utulivu. Mimi naitwa Luteni Venansi Jaka kutokea Tanzania, na natoka katika shirika la ujasusi la Tanzania. Na mimi naitwa Dereli Fili kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, natokea katika shirika la ujasusi la nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa anazungumza vile na Dereli Fili. Yule mzee alitulia na huku alikuwa anatutazama kwa udadisi, na alipoyaondoa macho yake kwa Dereli Fili aliyahamishia kwangu, na huku alikuwa anatikisa kichwa chake taratibu akionyesha kwamba hakuwa anakubaliana kabisa na maelezo yetu. Na hapo mzee yule akazungumza kwa lugha ya Kiswahili. Mnafikiri kwamba kwa hayo maelezo ndipo mimi atanifanya niwaamini? Ni kweli kabisa jaji kwamba itakuwa ni vigumu sana kutuamini, lakini ukweli ni kwamba hicho ndicho ambacho kimetuleta hapa. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea jaji, na hapo nikamwona alikuwa anacheka kwa kejeli. Ni nani aliyewaambia kwamba mimi nipo katika hii nyumba hapa? Ni kupitia maelezo ya Dr. Francois Teresa kwa njia ya maandishi ambayo aliyahifadhi katika sanduku lake la posta. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba Dr. Francois sasa ni marehemu. Nilikuwa namaliza kuzungumza vile na kumwacha Jaji Makesa akiwa katika mshtuko ambao haukuwa unaelezeka. Ni nani aliyemuua? Ameuawa na hawa watu ambao wanakutafuta wewe jaji. Kanali Bosco Rutaganda. Jaji Makesa alikuwa anazungumza pale huku alikuwa ananitazama katika hali ya kukata tamaa, na uso wake pia ulikuwa umesawajika mno. Nilikuwa najua kabisa kwamba lazima tu angemuua. Alikuwa anazidi kuzungumza vile. Tumekuja kwa ajili ya kukuchukua jaji, kwa sababu wewe ndio mtu pekee wa kuaminika kwa ajili ya kutoa ushahidi. Hakuna kokote ambako nitakwenda mimi. Alikuwa nafoka vile kwa hasira Jaji Makesa. Wala usiwe na shaka kabisa na sisi jaji. Sisi ndio watu pekee ambao wanaweza kutuamini kwa sasa. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea jaji. Wala msijidanganye kabisa vijana. Mimi siwezi kumwamini mtu yoyote kati yenu hapa. Mmeshamuua mke wangu. Mmeshaua watoto wangu. Na sasa mnataka eti mimi niwaamini kiwa rahisi kama hivyo? Alikuwa anazungumza pale jaji kwa sauti ya kitetemeshi ambayo ilikuwa na hofu na mashaka makubwa, na kisha akasimama kwa tahadhari kubwa na akaanza kutembea taratibu kuelekea sehemu moja mle ndani ambako kulikuwa na kabati chakavu. Alipofika pale alifungua drawer moja ya kabati lile na kuchukua bastora, na hapo sote tulishtuka mno kwa tukio lile. Dereli Fili alitaka kimbia kumwahi, lakini nikaamua kumzuia. Huni kwamba anataka kujiua. Hatuwezi kumzuia. Hapana Patrick, hatuwezi kabisa kumwacha ajiue.
Hapo si kila kitu kitakuwa kimeharibika sasa? Alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya kunong'ona, tena kwa jaziba, akiwa anaonyesha kutokukubaliana kabisa na uamuzi wangu. Tumeshachelewa tayari mpenzi, na hatua moja tu ambayo tutapiga kumkaribia, basi atafumwa kichwa chake mwenyewe. Ni afadhali tumwachie tu azungumze. Nilikuwa nazungumza vile kumelekezea File, na hapo alisimama na huku alikuwa anamtazama Jaji Makesa kwa mashaka. Kwa sasa tunafanyaje mpenzi? Alikuwa ananiuliza vile swali File kwa maki, na hapo Jaji Makesa akavunja ukimya. Nimeishi ndani ya hiki chumba kwa zaidi ya miaka 3 sasa, nikiwa kama panya ambaye anaishi kwenye shimo, kuwakimbia paka wakubwa wenye njaa kali. Mimi ni panya mdogo sana, na sina haki yoyote mbele ya paka wakubwa na wenye njaa kali ambao ni wengi katika nchi hii. Na haya yote yanatokea kwa sababu ya ukweli wangu alioniponza na kuipelekea roho yangu iwindwe usiku na mchana kama kito cha thamani sana kwa watu wenye kiu ya utajiri. Muda si mrefu nchi hii itatumbukia katika machafuko ya kihistoria ambayo yatakuwa na unyama usiokuwa na mfano. Na natambua vizuri kabisa kwamba vijana mna dhamira ya kweli kabisa ya kutaka kuniokoa katika kadhia hii. Lakini sio rahisi kama vile ambavyo unafikiria, na nyinyi sio watu wa kwanza kujaribu kufanya hivyo. Alikuwa anazungumza vile Jaji Makesa, na hapo nikamwona alikuwa anafungua dhuro nyingine ya lile kabati na kutoa bahasha kubwa ya kaki, akaitupa juu ya meza chakavu iliyokuwa na vumbi ambayo ilikuwepo mle ndani. Napaswa kuamini tu hata kama sijisikii kabisa kufanya hivyo. Kwa muda mrefu sana wa maisha yangu hapa duniani, nimekuwa mstari wa mbele kabisa katika kutetea usawa pamoja na haki kwa binadamu wote, bila kuegemea misingi ya ukabila, udini, wala hali za vipato vya watu ama rangi zao. Hata hivyo sasa nimegundua kwamba mimi ni tofauti kabisa na watu wengine wote. Na mbaya zaidi, siwezi kuwalazimisha wakione kile ambacho nakifanya katika hili taifa ni kitu cha maana. Ni wakati wa nyinyi kuitahadharisha dunia juu ya umwagaji wa damu ambao unapangwa kufanyika katika nchi hii. Lakini kwangu itakuwa ni afadhali, kwa sababu pindi tukio hilo litakapokuwa linaendelea kutokea hapa nchini kwangu, mimi sintokwepo. Hiyo bahasha ina majina yote ya wahusika waliopo nyuma ya huu mpango wa mapinduzi, pamoja na umwagaji wa damu na vielelezo vyote vya ushahidi ambavyo vinaweza kutumika kuwatia hatiani hao watu. Sio kazi rahisi kabisa kama ambavyo mnafikiria, lakini naamini kabisa kwamba mtaweza kuifanya. Nawatakia harakati njema zenye mafanikio. Alikuwa anamaliza kuzungumza vile Jaji Makesa, na tukiwa katika ile hali ya kutafakari maneno yake, ghafla tulimwona alikuwa ananyanyua ile bastola yake mkononi na kuielekeza kwenye tundu la mdomo wake, na kabla hatujaamua tufanye kitu gani, Jaji Makesa alivuta kilimi cha bastola yake, na tukio ambalo tulilishuhudia pale, msikilizaji, kamwe halitokuja kufutika katika fikra zetu daima. Kufumba na kufumbua kichwa cha Jaji Makesa kilikuwa kimetawanyika na ubongo wake ukachanguka ovyo. Shingo yake ilibaki kama kichungu, na hapo kiwiliwili chake kikaanguka chini na kuanza kurukaruka huko na kule. Muda mfupi baadaye mwili wake ulitulia pale chini, na huku ulikuwa unavuja damu, na ule ndio ulikuwa ni mwisho wake Jaji Makesa. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, hofu ilitushika, na hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anapenda kuendelea kukaa ndani ya chumba kile kidogo ambacho kilikuwa na harufu kali mfano wa pango la mwenda wazimu. Kwa hivyo nikaichukua ile bahasha ya Jaji Makesa ambayo ilikuwa juu ya meza, na kisha nikamshika mkono wa Dhureli File ambaye alikuwa ameanza kulia, na hapo nikamvuta taratibu, na kisha tukaanza kuelekea nje. Safari ya kurejea kule hotelini ilikuwa ni fupi, lakini ilikuwa imepoteza kabisa amani na utulivu wa mazingira pamoja na nafsi zetu vile vile. Tukiwa tumebakiza mitaa 4 kabla ya kufika pale hotelini, tulipishana na kundi kubwa la watu ambao walikuwa nakimbia kuelekea kule ambako tulikuwa tumetoka. Kwa hivyo tukaamua na sisi kubadilisha uelekeo na kushika njia nyingine ambayo haikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu.
Hata hivyo, hali ile ilinishangaza sana, na kwa haraka sikutaka kuamini kile ambacho nilikuwa nawaza kichwani kwamba kinaweza kuwa ni kweli. Njiani tulipishana na magari makubwa ya jeshi yaliyokuwa yamebeba wanajeshi nyuma yake. Wanajeshi wale walijaribu kutusimamisha, lakini sikuwa tayari kabisa kutii hiyo amri. Kwa nilikanyaga mafuta na kuendesha gari kwa kasi, na mara baada ya kuingia mtaa huu na kutokea mtaa ule, hatimaye tulikuwa tumeshawasili pale hotelini. Hata hivyo, idadi kubwa ya watu, wa mama, vijana pamoja na watoto, bila kusahau wazee, ambao walikuwa nakimbilia kwenye hoteli ile, ilikuwa nazidi kutuchanganya zaidi. Nilikumbuka kuitazama saa yangu ya mkononi wakati ambapo tulikuwa tunatafuta maegesho ya ile hoteli, ambayo wakati huu ilikuwa imefurika watu wengi kuliko wingi wa magari. Muda ulikuwa naelekea kutimia saa 2 za usiku, na sikupenda tena kuitazama saa ile, kwa sababu muda ule ulikuwa una maana kubwa sana kwangu, na hapo hofu kubwa ikanitawala. Mara baada ya kupata maegesho mazuri, tulishuka kwenye gari na tukaelekea ndani ya hoteli ile. Na tulipofika eneo la mapokezi, tulishtuka sana mara baada ya kuona mle ndani kulikuwa na idadi kubwa sana ya wazungu na watu wa kutoka bara la Asia kushinda jamii ya watu weusi. Na hali hiyo ikanifanya nimuulize mmoja kati ya wahudumu wa hoteli pale, ambaye nilikuwa nimeanza kuzoeana naye, kwamba kulikuwa na kitu gani. Ndege ya Mheshimiwa Rais imetunguliwa wakati ambapo ilikuwa inajiandaa kutoa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali. Alikuwa anazungumza pale mhudumu yule. Maneno yake kusema kweli kabisa yakanipelekea koo langu kukauka ghafla. Moyo wangu ulipiga kite kwa nguvu, na hapo jasho jepesi likaanza safari katika sehemu mbalimbali za mwili wangu. Dredi File ambaye alikuwa pembeni yangu akiyafuatilia mazungumzo yale hakuhitaji kuelezwa zaidi ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, na badala yake nilimwona alikuwa anajiegemeza pale mapokezi na kuinamisha kichwa chake chini katika hali ya kukata tamaa. Ni nani aliyekupatia taarifa hizo? Nilikuwa namuuliza pale swali yule mhudumu, na hapo nikamwona alikuwa ananishangaa. Mbona vyombo vyote vya habari vinazungumzia taarifa hiyo? Hata ukitazama sasa hivi utakutana na hizo taarifa. Alikuwa anazungumza pale huyu mhudumu. Na mpaka sasa serikali imetoa tamko gani? Kwa sasa jeshi ndio limeshika hatamu, na tutaendelea kufahamishwa kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Alikuwa anazungumza pale huyo mhudumu. Niligeuka na kumtazama Dredi File pembeni yangu, na kisha nikamwonyesha ishara kwamba tuelekea kule chumbani. Na muda mfupi baadaye tulikuwa tunapanga ngazi kuelekea kule chumbani. Huko chumbani tulimkuta Mutesi pamoja na Diana, walikuwa wamejikunyata kwa hofu kubwa, na huko alikuwa anatazama TV ambayo ilikuwepo mle ndani, na wote walishtuka sana mara baada ya sisi kufungua mlango na kuingia mle ndani. Kulikuwa na namna fulani ya kukata tamaa katika nyuso zao. Matukio ambayo yalikuwa narushwa hewani kupitia kituo kile cha TV yalifanya moyo wangu upwe kwa ghafla kama kiumbe ambacho kilikuwa kinaelekea kupoteza uhai. Katika baadhi ya mitaa ya jiji la Kigali, makundi ya vijana waliokuwa na mapanga, mashoka, marungu, visu pamoja na bunduki, bila kusahau mabomu ya kutupa kwa mikono, walikuwa na randaranda mitaani na kuwakamata watu na kuvikagua vitambulisho vyao. Na wale ambao walikuwa wanaonekana kutokukidhi vigezo ambavyo walikuwa navyo, walikuwa na uawa kwa kuwakatakata mapanga katika mili yao. Sote tukiwa tunaendelea tukutazama ile TV, nilimwona mama mmoja pamoja na binti yake walikuwa nafukuzwa na vijana hao, na wale vijana walipowakamata wakaanza kuwabaka kwa zamu na hatimaye kuwaua kabisa kwa kuwakatakata na mapanga. Kufika hapo, msikilizaji, sikuweza kabisa kuvumilia zaidi, kwa sababu Diana alikuwa analia sana. Kwa hivyo nilienda kuzima ile TV. Tunatakiwa kuondoka hapa mara moja kabla mambo yajaribika zaidi. Nilikuwa nazungumza vile kuwaelekezea Dredi File, Mutesi pamoja na Diana, na hapo akageuka na kunitazama. Tutaondoka vipi sasa wakati kila barabara imewekwa vizuizi? Alikuwa anauliza vile swali File kwa sauti ya mshangao, na wakati akiendelea kuzungumza, mara tukasikia ule mlango wa chumba ulikuwa unagongwa, na hapo mimi pamoja na Dredi File tulikimbilia kujificha, na huku tulikuwa tunamtaka Mutesi afungwe mlango na kusikiliza ugeni ule. Mutesi alifanya kama vile ambavyo tulikuwa tumemweleza,
na alipofungua ule mlango, meneja wa ile hoteli, mwanaume wa makamo, alisimama mlangoni na kuzungumza. Kuna tetesi ya kwamba baadhi ya wanajeshi wa kikundi ambacho kinasemekana kwamba kinahusika na machafuko haya, kikundi cha Interahamwe, wanapita kwenye nyumba za wageni na hoteli mbalimbali kuwatafuta Watusi ili kusudi wauawe. Na hapa na shaka kabisa kwamba miongoni mwetu wapo watu wa hilo kabila. Uongozi wa hoteli unafanya kila jitihada za kuifanya hii sehemu kuwa salama kwa kuomba ulinzi wa vikosi vya walinzi wa amani wa Umoja wa Kimataifa waliopo hapa Rwanda. Hata hivyo, makamanda wa kijeshi wa vikosi hivyo bado hawajatupa jibu la moja kwa moja, na kile ambacho naweza kuwashauri kwa sasa ni kwamba kuweni makini sana, na kama itawezekana basi mjifiche katika sehemu salama zaidi, huku mkimwomba Mungu. Hoteli hii ina mahitaji machache sana kufananisha na idadi ya watu waliopo kwa sasa. Kwa hivyo vizuri mkaifahamu hali hii mapema zaidi. Kama wewe sio raia wa hapa Rwanda na una uthibitisho, unaweza kuniona mara moja na kukutanisha na balozi wako tayari kwa ajili ya kukamilisha taratibu nyingine za kusafirishwa kurejea nyumbani kwenu. Nawaomba sana muendelee kuwa utulivu, kwa sababu naamini kabisa kwamba vyombo vya usalama vya dunia vinafahamu kile ambacho kinaendelea hapa Rwanda. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba tutapewa msaada muda si mrefu. Asanteni. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale meneja huyu wa hoteli hii, na kisha alifunga mlango na kuelekea chumba cha pili. Ingawaje nilikuwa sijamuona wakati ambapo alikuwa anazungumza, lakini sauti yake ilitosha kabisa kunieleza kwamba alikuwa mbioni kuangusha machozi kwa simanzi. Hatuwezi kabisa kuendelea kukaa hapa jamani, kwa sababu itakuwa ni sawa na kuwasubiri wauaji waje kwa ajili ya kutumaliza. Nilikuwa naendelea kuzungumza vile tu. Kwa sasa tutafanyaje jamani? File alikuwa anauliza pale swali kwa mashaka. Gari tunalo na lina mafuta ya kutosha pia. Tunaweza kulitumia hilo kwa ajili ya kutoroka. Na vizuizi vya barabarani je, itakuwaje? Mutesi alikuwa anauliza pale swali. Tutajua ni kitu gani ambacho tutafanya pale ambapo tutakapokutana navyo. Nendeni basi. Mimi nitakisubiria tu hicho kifo nikiwa hapa hotelini. Alikuwa anazungumza pale Mutesi katika namna ya kukata tamaa sana, huku machozi alikuwa anamlenga machoni. Ni kwa nini hutaki kuongozana na sisi Mutesi? Ni kwa sababu mimi ni kabila la Watusi na nina tabia zote ambazo zinaonekana kwa macho. Wataniua tu pindi tu watakaponishtukia. Nyinyi sio Wanyarwanda, kwa hivyo mna nafasi kubwa sana ya kuvivuka vizuizi hivyo vya barabarani bila hata kusumbuliwa. Mimi pia nitabaki pamoja na Mutesi. Diana naye alikuwa anazungumza pale huku alikuwa anaendelea kulia, na hapo wote walikuwa wanamtazama tu mle ndani. Mutesi alikuwa amezungumza jambo ambalo lilikuwa na mantiki sana, hata hivyo sikutaka kukubaliana naye. Nikiwa katika ile namna ya kufikiria sana, nilisogelea ile TV ambayo ilikuwa mle chumbani na kuiwasha tena. Na hapo tukayaona mauaji alikuwa yanaendelea kufanyika katika ile shule ya wasichana ya Mtakatifu Ana Maria ambayo ilikuwa inamilikiwa na kanisa Katoliki. Wanafunzi walikuwa wanatenganishwa kwa misingi ya ukabila, na wale ambao walikuwa ni Watusi walikuwa na wawa. Alafu muda mfupi baadaye tulionyeshwa mauaji mengine ambayo yalikuwa yanaendelea kufanyika katika kanisa moja la Nyarubuye nje kidogo ya jiji la Kigali. Nikaizima tena ile TV na kugeuka kuwatazama wenzangu mle ndani. Na hapo nikatambua kwamba kila mtu alikuwa na wazo lake kichwani. Hata hivyo sikuwa tayari kumwacha Diana, kwa sababu nilishakabidhiwa na mamake mzazi kule pangoni. Kwa hivyo sikutaka kabisa damu yake idaiwe mikononi mwangu. Muda ule ule nikachukua mfuko mkubwa ambao niliukuta mle ndani kwenye kabati la nguo, na kisha nilikwenda kufungua jokofu ambalo lilikuwepo mle ndani. Kulikuwa na vinywaji vingi sana pamoja na baadhi ya vyakula vya kopo. Vyote nikavitia kwenye ule mfuko tayari kwa ajili ya kukiacha chumba kile. Kuna yote ambaye anahitaji kuongozana na mimi? Nilikuwa na wauliza pale swali, na huko nilikuwa na hakika kwamba basora ambazo nilikuwa nazo zingeweza kunisaidia mbele ya safari wakati natoroka. Msikilizaji, sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, na tutamalizia kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea hapa Rwanda mara baada ya rais kuuawa
na wanajeshi waasi kuchukua nchi. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Rwanda. Msikilizaji, hii ni sehemu ya mwisho, sehemu ya 22 ya simulizi yetu yanaitwa Tai kwenye Mzoga. Sehemu iliyopita, kama unakumbuka vizuri, pale ambapo tulikuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo mara baada ya Patrick Zambi pamoja na Dereli File kushindwa kuyazuia mapinduzi yaliyofanyika na wakina Kanali Bosco Rutaganda, sasa mtihani ambao ulikuwa mbele yao ulikuwa ni kutoroka wakiwa salama, jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana kwao kwa sababu hali ya mauaji huko mtaani ilikuwa inatisha mno. Kilichoendelea tunamalizia sehemu ya mwisho siku ya leo, sehemu ya 22. Majina yangu yanaitwa Felix Mwenda na huyu ni Tai kwenye Mzoga. Muda ule ule nikachukua mfuko mkubwa ambao nilikuwa nimeukuta mle ndani kwenye kabati la nguo, na kisha nilikwenda kufungua jokofu ambalo lilikuwepo mle ndani. Kulikuwa na vinywaji vingi sana pamoja na baadhi ya vyakula vya kopo pia, vyote nikavitia kwenye ule mfuko tayari kukiacha chumba kile. Kuna mtu yote anahitaji kuongozana na mimi? Nilikuwa nawauliza vile tena swali, huku nilikuwa na uhakika kwamba bastora ambazo nilikuwa nazo zingeweza kunisaidia huko mbele ya safari. Tunaondoka pamoja mpenzi wangu, ahadi yangu ya kuishi na wewe Tanzania bado iko pale pale. Alikuwa anazungumza vile Dereli File kwa kujiamini kabisa. Tutakwenda wote. Mutesi naye alikuwa anadakia vile kwa sauti ya unyonge. Na hata mimi pia. Diana naye alikuwa anazungumza vile. Kwa wote sasa tulikuwa tumekubaliana kwamba tutaondoka kwa pamoja. Lakini kabla ya kuondoka mle ndani tulishikana mikono kwa pamoja na kufanya sala fupi ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba atuepushe na balaa lolote lile huko mbele ya safari. Mara baada ya ile sala ndefu tukatoka na kufunga ule mlango wa chumba. Wakati tunafika sehemu ya chini ya hoteli ile, niligundua haraka kwamba idadi ya watu ilikuwa imeongezeka sana, na kulikuwa na magari ambayo yalikuwa nafika pale hotelini kuwaleta wazungu ambao walikuwa nakimbia machafuko kutoka kwenye vituo vyao kama seminari pamoja na hospitali. Magari yao yalikuwa yakiwabeba pia baadhi ya watu ambao walikuwa wamejeruhiwa mara baada ya machafuko yale kuanza. Kulikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wamepoteza viungo vyao vya miili kama vile mikono, masikio, vidole, pua, hata miguu pia. Kusema kweli kabisa msikilizaji, hali ilikuwa imeshafuka mno na eneo lile lote lilikuwa limetawaliwa na vilio vya hofu. Kulikuwa na baadhi ya magari ya Umoja wa Mataifa yani UN ambayo yalikuwa na wasili pale hotelini pia. Magari hayo maroli makubwa niligundua kwamba yalikuwa yamekuja pale kuwachukua raia wa kigeni, hususan wazungu ambao walikuwa na vielelezo vya ukazi. Kuyaona magari yale nikapata wazo. Lilikuwa ni wazo la kujiunga na msafara wa magari yale kwa nyuma pale ambapo yatakuwa yanaanza safari. Lakini kabla ya kuamua kujiunga kwenye ule msafara, niliamua kwanza kwenda kuonana na kamanda mmoja wa vikosi vya Umoja wa Mataifa vya kulinda amani hapa Rwanda, ambaye ndio alikuwa anaongoza msafara ule. Cheo na jina lake alikuwa anaitwa Lieutenant Kanali Petit William. Nilipofika nikamsalimia yule kamanda wa kijeshi. Hata hivyo nilikutana na upinzani kidogo, kwa sababu mwenye shida kama ya kwangu sikuwa ni mimi pekee. Nilijaribu kumweleza shida yangu yule kamanda kwamba nilikuwa nahitaji kujiunga na msafara wake, kwamba nikamwomba nitetee pale ambapo ningekumbana na vikwazo vya barabarani. Lakini kamanda yule akanikatalia kabisa, akisema kwamba msafara wa magari ya UN ulikuwa unatambulika kisheria kabisa na gari langu halikuwepo katika hiyo idadi. Kwa hivyo kama ningeamua kuwafuata kwa nyuma, basi ni mimi mwenyewe ambaye ningewajibika kwa lolote ambalo lingetokea huko mbele ya safari. Sikuwa na namna yote msikilizaji. Kwa hivyo nikarejea kule kwenye gari letu Volkswagen jeupe. Niliwakuta Dereli File, Mutesi pamoja na Diana walikuwa wananisubiria, na wote walikuwa wanataka kujua juu ya jibu la ombi langu huko ambako nilikuwa nimekwenda. Nikawaeleza ukweli kabisa kwamba tulikuwa tumekataliwa,
Hata hivyo niliotoa hofu kwamba bado safari yetu ilikuwa pale pale, na huko nilikuwa najitahidi kupambana na hofu katika nyuso zao. Tunahitaji kwanza kuwa na uhakika wa barabara itakayoweza kutufikisha katika mpaka wa Tanzania na Rwanda. Alikuwa anazungumza vile vile. Mimi naijua vizuri hiyo barabara. Nimeshawahi kusafiri mara kwa mara kuelekea mkoani Kagera huko Tanzania. Mutesi alikuwa anazungumza vile, na hapo wote tuligeuka na kumtazama, na tulikuwa na robo ya matumaini ya safari yetu. Nilimtazama Diana na kumwona kwamba alikuwa na mashaka makubwa sana na hiyo safari. Kwa hivyo sikumsemesha. Wale wazungu waliokuwa ndani ya hoteli wakati huu walikuwa natoka na kuingia kwenye yale maroli mara baada ya kuonyesha vitambulisho vyao, pamoja na baadhi ya wageni wengine weusi kama mimi. Askari wa Umoja wa Mataifa walikuwa na wazuia watu wengine ambao walikuwa na yakaribia yale maroli ambao hawakuwa na vibali kwa kufyatua risasi angani. Watu wengi walikuwa naendelea tu kumiminika kwenye ile hoteli. Walikuwa nakimbia mapigano sehemu mbalimbali katika jiji la Kigali, kwa sababu bila shaka huenda pale hotelini ndio palikuwa panaonekana wazi kabisa kwamba ndio sehemu pekee iliyokuwa na usalama angalau. Milio ya risasi ilikuwa nazidi kusikika tu kwa mbali toka pale ambapo tulikuwa, na tulikuwa tunaona vichuguu vya milipuko ya moshi ulikuwa nasambaa angani jirani na hoteli ile. Wakati tunasubiria ule msafara uanze ili kusudi na sisi tujiunge kwa nyuma, nilimkumbuka balozi wa Tanzania pale nchini Rwanda kwamba angekuwa ni msaada mkubwa sana katika kuifanikisha safari yetu. Lakini sasa mara baada ya kukumbuka kwamba balozi yule alikuwa amesafiri kikazi kurejea Tanzania, niliachana kabisa na fikira hizo. Majira ya saa 3 kasoro za usiku, msafara wa magari ya Umoja wa Mataifa ulianza mara moja kuondoka pale hotelini, na kulikuwa na maroli makubwa 6 na magari madogo 2, na yote yalikuwa na nembo za Umoja wa Mataifa mbavuni. Niliwasha gari na kujiunga na msafara ule kwa nyuma, na wakati nikifanya vile niligundua kwamba sikuwa peke yangu, kwa sababu nyuma yangu kulikuwa na magari 2 mengine ya watu binafsi ambayo yalikuwa yananifuata nyuma. Wakati tunaondoka katika eneo la hoteli hii, nilikuwa nasikia vilio vya kina mama pamoja na watoto walikuwa nalia kwa kuachwa na wale askari wa Umoja wa Mataifa bila ulinzi. Na hali ile ilinihuzunisha sana. Hata hivyo sikuwa na namna yote ya kuwasaidia, ingawaje kusema kweli kabisa nilikuwa naumia sana moyoni. Tulitembea kwa umbali mrefu sana nyuma ya msafara ule wa UN, na tukiwa tunaendelea na safari, njiani niliweza kuziona maiti nyingi zilikuwa zimetelekezwa ovyo barabarani, na kuna wakati tulikuwa tunalazimika kukanyaga juu ya maiti hizo pale ambapo tulikuwa tumekuta zimerundikwa tu barabarani. Kusema kweli kabisa msikilizaji, hali ilikuwa inatisha mno, na kadri usiku ulivyokuwa nazidi kwenda mbele, ndio mashaka nayo yalikuwa nazidi kuongezeka. Yale magari ya UN yalikuwa nazidi kutokomea mbele yetu, na mimi sikuwa nataka kabisa yaniache. File ambaye alikuwa ameketi pembeni yangu, tulikuwa tumekubaliana kwamba kama kungetokea rabsha yote njiani, basi anatakiwa kuwa tayari kujibu mashambulizi haraka ili kusudi lengo letu lipate kutimia. Diana alikuwa analia, na Mutesi alikuwa anajitahidi kwa kila hali kumfariji, na hali hiyo ilikuwa inanipatia faraja kidogo. Wakati tunaendelea tuna safari, tuliona baadhi ya nyumba zilikuwa zinateketea kwa moto, na huku sauti za vilio na mayowe ya hofu zilikuwa zinahanikiza. Nchi nzima ya Rwanda ilikuwa inanuka damu, hadi pale ambapo tulikuwa tunapita na kuziona maiti nyingi za watu. Sasa halikuwa ni jambo la kushangaza tena. Tulikuwa tumeshaziona maiti za kila aina na zenye majeraha yasiyoweza kabisa kutazamika kiurahisi. Napo nikayakumbuka maneno ya Jaji Makesa juu ya umwagaji wa damu wa kutisha ambao walikuwa mbioni kutokea katika hii nchi ya Rwanda. Hali ya mambo jinsi vile ambavyo ilikuwa imenichanganya mno na kunikatisha tamaa sana. Niliona ilikuwa ni kama lilikuwa ni tukio la kufikirika, lakini kumbe haikuwa vile, kwa sababu lilikuwa ni tukio la kweli kabisa na ambalo lilikuwa linanishangaza mno. Tulikuwa tumesafiri umbali wa zaidi ya kilomita 25 pale ambapo tulipoyaona yale magari ya UN yalikuwa yanapunguza mwendo, na hapo nikahisi kule mbele kulikuwa na rabsha. Akili yangu ilianza kufanya kazi haraka haraka. Nilimtazama File pembeni yangu, nikamwona kwamba alikuwa amejiandaa kwa lolote ambalo litatokea. Kwa mimi nikaisunda vizuri bastola yangu mafichoni tayari kwa lolote. Muda mfupi baadaye yale maroli ya UN mbele yetu yalisimama,
na hapo tukasikia makelele ya watu walikuwa wanashangilia kama wehu. Mle ndani ya gari niliwasihi watu wasiwe na hofu, lakini wawe tayari kukabiliana na chochote. Haukupita muda mrefu sana, msikilizaji, mara nikawaona madereva wa yale maroli ya Umoja wa Mataifa yani UN walikuwa nashuka chini, na hapo nikawaona vijana waliokuwa na bunduki, mapanga pamoja na marungu walikuwa nakuja kukagua pale kwenye maroli. Ule ukaguzi ulipokwisha, niliwaona baadhi ya watu walikuwa nashushwa chini kutokea kwenye yale maroli, na kisha maroli yakaruhusiwa kuendelea tu na safari. Wale watu walioshushwa walihojiwa kidogo na kisha walikusanywa barabarani, na hapo kilichofuata kilinitia simanzi kubwa mno. Mtu wa kwanza alikabidhiwa panga na kulazimishwa mfyeke mwenzake, na mtu yule aliyefyekwa alipokufa, mwingine tena alikabidhiwa panga ili kusudi amfyeke mwenzake. Zoezi hilo lilikuwa linaendelea tu mpaka pale ambapo alipobakia mtu wa mwisho, na ule mtu wa mwisho aliuawa kwa risasi, huku wauaji wale walikuwa wanashangilia. Zoezi lile lilipomalizika, wale wauaji walihamia kwetu, na mimi sikuwa nahitaji kuonyesha ukaidi wa namna yote ile mbele yao, kwa sababu nilipanga kutumia akili kwanza kabla ya nguvu kutumika baadaye. Lilikuwa ni kundi la watu kama 25 hivi. Kati yao walikuwa na silaha za jadi kama vile marungu pamoja na mapanga, bila kusahau visu pia, na wawili waliosalia ambao ndio walionekana kwamba walikuwa na viongozi wa kile kizuizi walikuwa wameshikilia bunduki mikononi mwao. Niliwatazama wale watu wakati ambao walikuwa na karibia gari letu, na hapo nikapiga moyo konde na kumtaka File akae tayari kwa lolote lile. Wote shukeni chini. Mmoja kati ya wale vijana alikuwa anaamrisha vile kwa lugha ya Kinyarwanda, na hapo nikashusha kioo cha gari na kuwatazama. Lakini kwa sababu ilikuwa na usiku sana, wale watu waliwasha tochi na kuanza kutumulika mle ndani, mmoja baada ya mwingine, na kitendo kile kilinikera sana. Hata hivyo sikuwa na namna. Mnaelekea wapi? Tunaelekea Ngara, mkoani Kagera, Tanzania. Ninyi ni wa Tanzania? Ndiyo. Tunahitaji kuona vitambulisho vyenu. Kiongozi wa mmoja aliyekuwa na bunduki mkononi alikuwa anazungumza vile, na hapo nikatoa kitambulisho changu cha bandia kutokea kwenye wallet na kuwapatia. Yule kiongozi wao alikipokea kile kitambulisho na kisha akakitazama na kunirudishia tena, lakini niligundua kwamba hakuwa ameridhika bado. Na wengine pia vitambulisho vyao viko wapi? Huyu hapa ni mke wangu, na huyu hapa ni shemeji yangu, na huyu hapa ni mtoto wetu. Vitambulisho vyao wamevisahau kwenye begi wakati ambapo tulikuwa tunafanya haraka kuondoka. Nilikuwa najaribu kutunga uongo wa haraka, na yule kamanda alicheka kwa kejeli. Na ni kwa nini mlifanya haraka kuondoka bila kuchukua vitambulisho? Mwenzake mmoja alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anacheka. Ubalozi wetu umefungwa kwa muda sasa, kwa hivyo hakuna shughuli yoyote ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Na ndio maana nikaonelea kwamba nirejea na familia yangu nyumbani Tanzania. Mbona hawa sio wa Tanzania? Hata wewe mwenyewe ukiwatazama unajua vizuri tu kwamba hawa sio wa Tanzania. Mmoja alikuwa anadakia vile. Unatudanganya hapa, si ndio? Yule kiongozi pia alikuwa anauliza pale swali kwa hasira. Hapana, sio kama hivyo ambavyo mnadhania. Inyenzi. Mmoja alisikika alikuwa anazungumza vile, na hapo wote wakacheka. Shukeni chini wote. Kiongozi wao mmoja alikuwa anazungumza pale kwa hasira. Niliwatazama wale watu, na nilipoona kwamba walikuwa waelekei kunielewa, nilifungua mlango wa gari na kushuka. Dereva File aliwahi na kisha kunishika mkono na kunizuia, lakini nikamwonyesha ishara kwamba asiwe na wasiwasi. Niliposhuka kwenye gari, wale watu walinizingira wakiwa wananizongazonga, na hapo nikaona hali ilikuwa inaelekea kuwa mbaya zaidi. Nikiwa pale nje niligeuka kumtazama dereva File, na hapo alielewa kwamba nilikuwa namaanisha kitu gani. Sasa akili yangu yote ilikuwa ni kwa wale viongozi wa wawili waliokuwa na bunduki. Kwa kuzingatia kwamba nilikuwa komando ambaye nilikuwa nimehitimu vizuri kabisa katika medani za mapambano ya kivita, wale watu walipokuwa wakinizongazonga, nikajisogeza kwa hila karibu na wale kiongozi wao mmoja aliyokuwa na bunduki, na huko nilikuwa najidai kuwasihi watu wache.
Nilipofika kwenye usawa mzuri wa kufanya mashambulizi, nilikuwa ni kama umeme tu. Ghafla nikamdhibiti yule kiongozi wa umoja kwa kabali ya nguvu, na huko bastola yangu ilikuwa kichwani mwake. Nyote wekeni chini silaha zenu mara moja kama mnapenda kumwona mwenzenu akiendelea kuishi. Nilikuwa nazungumza vile kwa sauti ya jaziba. Wale watu walitaharuki, na muda ule ule Dreli Fili akamchakaza kwa risasi yule kiongozi wao mwingine aliyokuwa na bunduki, na kuona vile wale wenzake wakaanza kurejea nyuma, na hapo Fili akashuka na kuiokota ile bunduki ya yule kiongozi wao aina ya AK-47. Yule mtu ambaye nilikuwa nimemdhibiti mimi nikamshona risasi ya kichwa pale pale, na alipoanguka chini nikaichukua ile bunduki yake. Wale vijana kuona vile sasa wakataka kukimbia, lakini hakuna hata mmoja aliyefika mbali, kwa sababu wote tuliwafyeka kwa risasi, na hapo tukarejea haraka kwenye gari na safari ikaendelea. Mutesi pamoja na Diana kusema kweli kabisa walikuwa wameshangazwa mno na ile tukio. Hata hivyo hatakuwa na muda wa kupoteza. Yale maroli ya UN, yani United Nations, Umoja wa Mataifa, yalikuwa yameshatuacha na hatakuwa na namna tena. Badala yake Mutesi ndio alikuwa anatuelekeza sehemu ya kupita. Wakati tunaendelea na safari yetu, njiani bado tulikuwa tunaendelea kuziona maiti nyingi sana zilikuwa zimetawanywa ovyo barabarani. Nilikuwa najitahidi kuzikwepa nisizikanyage, lakini wakati mwingine nilikuwa nashindwa kabisa. Kwa nikawa napita juu yake tu, ingawaje roho ilikuwa inaniuma sana. Safari ilikuwa nazidi kuendelea tu, msikilizaji, usiku mzima, na kuna wakati tulikuwa tunalazimika kubadilisha njia pale ambapo tulikuwa tunaona kwamba kulikuwa na vizuizi vya Interahamwe mbele yetu. Na kwa mujibu wa maelezo ya Mutesi ilikuwa ni kwamba katika uelekeo ule hatukuwa mbali sana na ulipo mpaka wa Rwanda na Tanzania, na hilo lilikuwa linanitia moyo sana. Wakati tunaendelea tuna safari, nilianza kushawishika kumweleza Dreli Fili kuhusu mashaka ambayo nilikuwa nayo kwa mratibu wangu wa safari za ujasusi ambaye ni Brigadia Jenerali Masaki Kambona. Sikujua haraka ni nini ambacho kilinishawishi kufanya vile, lakini huenda nilikuwa naona ni wakati sahihi wa kuweza kueleza hisia zangu. Nakumbuka kwamba ilikuwa ni majira ya saa 10 za usiku kasoro dakika chache tu, pale ambapo tulipokutana na kizuizi kingine cha Interahamwe barabarani, na wakati huo tulikuwa peke yetu, kwa sababu yale magari mengine ambayo yalikuwa yanatufuata nyuma yetu tulikuwa tumeshaacha kule nyuma na hatukuwa tunajua habari zake kabisa. Kizuizi hiki kilikuwa ni kikubwa zaidi na kilikuwa na watu wengi waliokuwa na bunduki pia. Wakati tukisimamishwa, nilitazama pembeni ya kile kizuizi, na hapo nikaona kulikuwa na maiti nyingi zilikuwa zimerundikwa kando yake. Nilikata tamaa zaidi mara baada kuona kulikuwa na kichwa cha mtu ambacho kilikuwa kimekatwa na kuchomekwa kwenye mti ambao ulikuwa pembeni yake. Hofu ikiwa imetushika, safari hii sikutaka kushuka kwenye gari, na badala yake nilimwambia Fili ajiweke tayari kwa lolote. Niliposimamishwa tu, viongozi wa vile vizuizi walionekana kuwa makatili zaidi. Wakalisogelea gari letu, na wakati wakilisogelea walisita kidogo, na kisha nikamwona mmoja alikuwa anamnong'oneza jambo mwenzake, na ile kwangu ilikuwa ni ishara mbaya. Shukeni chini wote. Kiongozi wao ambaye alikuwa amevaa suruali ya kijeshi pamoja na fulana nyekundu alikuwa anatuamrisha vile, na huku alikuwa anasogea mbali kabisa na gari lile. Na wakati akifanya vile, niliongeza mwanga wa taa kumulika mbele, na huku nilikuwa najidai natafuta maegesho mazuri ya gari. Na hapo nikaziwa na picha zetu mimi pamoja na Dreli Fili zilikuwa zimening'inizwa mbele ya kizuizi kile kama watu hatari ambao tulikuwa tunatafuta. Fili alikuwa ameziona vizuri kabisa zile picha, kwa alianza kunionya juu ya hatari ya kusimama katika eneo lile. Nilipokuwa najidai kujiandaa kusimama, Fili alisogeza kioo cha gari kwa siri na kupenyeza mtutu wa bunduki, na hapo mvua ya risasi ikaanza kusikika. Na mimi kuona vile sasa nikaingiza gia na kukajaga mafuta, na kwa sababu mbele yetu kulikuwa na kizuizi, ikanibidi nipite katikati ya kile kizuizi na kukibomoa kabisa, hali iliyopelekea taa za mbele pamoja na kioo cha mbele cha gari letu kupasuka. Sikutaka kabisa kusimama. Hata hivyo nikaanza kusikia tulikuwa tunatupiwa risasi kwa nyuma, na hapo nikawaambia watu wote mle ndani ya gari walale chini. Zile risasi zilipasua kioo cha nyuma cha gari letu, na baada ya muda gurudumu la nyuma pia la upande wa kushoto nalo likapasuliwa kwa risasi. Lakini bado sikusimama. Badala yake nilikuwa natia moto nikiendelea tu kuendesha gari vile vile.
Hatukufika mbali sana pale ambapo nilisikia mshindo mkubwa wa ajabu. Na hapo nikaliona gari letu lilikuwa linanishinda nguvu, na huku lilikuwa nilayumba ovyo. Nikajitahidi kulidhibiti, lakini haikuwa ni kazi rahisi. Kwa hivyo nikaliona gari lilikuwa linaacha barabara na kuingia vichakani. Na hapo nikasikia watu wote mle ndani walikuwa wanapiga mayowe na hofu. Hata hivyo tukio hilo lilikuwa nje kabisa ya uwezo wangu. Muda mfupi baadaye tuligonga kitu ambacho sikutambua kabisa kilikuwa na kitu gani kutokana na giza. Na baada ya hapo sikujua kabisa ni kitu gani ambacho kiliendelea. Kambi ya wakimbizi ya Benako wilayani Ngara mkoani Kagera, Tanzania ilikuwa imefurika watu waliokata tamaa mno. Wengi wao walikuwa ni wakimbizi wa Kitusi kutokea Rwanda, na baadhi ya Wahutu waliokuwa na msimamo wa wastani pia kutokea Rwanda. Direli File aliwasili katika hiyo kambi ya wakimbizi, na huku alikuwa amembeba Luteni Venance Jaka begani, na Diana alikuwa anamfuata kwa nyuma. Ilikuwa ni safari ndefu sana ya masaa yasiyopungua 7, na njiani walikuwa wanaongozana na kundi kubwa la watu ambao walikuwa wanakimbia mapigano na kuelekea kwenye ile kambi. Wapo baadhi ya wazazi ambao waliwaacha watoto wao njiani mara baada ya kuchoka kuwabeba, na kuna wengine waliopoteana kabisa na ndugu zao. File akiwa amembeba Luteni Venance Jaka, njiani alikuwa amekutana na Jerome Muganza ambaye kwa haraka alipomtazama Luteni Venance Jaka alionyesha kumkumbuka. Kwa sasa aliamua kufanya hisani ya kumsaidia File kumbeba Luteni Jaka kuelekea kwenye kambi ile ya wakimbizi. Mutesi alikuwa amefariki kule kwenye lile gari ambalo walikuwa wamelitelekeza kule porini, kwa sababu zile risasi ambazo zilikuwa zinafyatuliwa nyuma yao muda mfupi kabla hawajapata ajali, moja ilikuwa imepenya mgongoni na kupotelea kwenye moyo wake Mutesi, na jeraha hilo lilimpelekea apoteze damu nyingi sana, na hatimaye aliaga dunia akiwa ndani ya gari lile. Mara baada ya ile ajali kutokea, Direli File alimchukua Luteni Venance Jaka na kumbeba begani, na kisha walipotelea kule msituni na Diana, kabla ya baadaye kuja kukutana na barabara iliyokuwa na wakimbizi wengi, na hapo ndio ilikuwa ni salama kwao. Wakajichanganya na wale wakimbizi wakielekea kwenye kambi ya wakimbizi ya Benako ambayo iko Ngara mkoani Kagera, Tanzania. Wakati wanavuka daraja la Rusumo, waliziona maiti nyingi sana zilikuwa zinaelea juu ya maji ya mto ule, na huku nyingi zilikuwa zimeharibika vibaya. Mvua kubwa ambayo ilikuwa inaendelea kunyesha ilikuwa nazisomba zile maiti na kuzisafirisha mpaka kwenye mto Rusumo, zikiendelea mbele ya safari, na kwa hakika kabisa ile hali ilikuwa inatisha mno. Kambi ya wakimbizi ya Benako ilifurika vilio vya watu ambao walikuwa na matatizo ya kila namna. Shirika la kuhudumia wakimbizi kutoka Umoja wa Mataifa UNHCR lilikuwa limeweka mahema kwa ajili ya makazi ya wakimbizi hao kwa muda, lakini pia kulikuwa na msaada wa kitabibu kwa watu ambao walikuwa na majeraha. Vile kulikuwa na msaada wa chakula pamoja na ushauri na saha juu ya machafuko yale ambayo yalikuwa yametokea huko Rwanda, ingawaje mahitaji bado yalikuwa ni madogo kulinganisha na idadi kubwa ya watu. Kwa sasa uharibifu wa mazingira nao uliongezeka kwa vitendo vya watu kukata miti ovyo kwa ajili ya kujengea nyumba pamoja na matumizi ya kuni vile. Kulikuwa na utaratibu kwamba kila mkimbizi alikuwa anapaswa kujiandikisha jina lake na sehemu ambayo alikuwa anatoka huko nchini Rwanda katika ile kambi, ili kusudi kuwe rahisi kwa ndugu kutafutana. Mara tu walipowasili kwenye kambi ile, Jerome Muganza aliamua kujichanganya kivyake, akiwaacha Direli File, Luteni Venance Jaka pamoja na Diana, na huku alikuwa anasema kwamba kuambatana kule kungeweza kumponza kwa sababu yeye alikuwa anatafutwa sana na washirika wa Interahamwe. Jerome Muganza alimtaka File pia kumwambia msamaha kwa Luteni Venance Jaka pale ambapo afya yake ingeimarika, kwa kumwambia kwamba alishawishika kumtoroka kule mapangoni mara baada ya kuwa na wasiwasi naye, lakini baadaye alikuja kugundua kwamba alifanya makosa makubwa sana kumwacha mwenyewe. Mwisho wakapeana anwani za kutafutana na kisha wakaagana, kila mmoja akiwa anashika 50 zake. Kabla ya yote, mara tu alipoingia kwenye kambi ile ya wakimbizi, Direli File alichukua ile bahasha iliyokuwa na vielelezo vya ushahidi ambayo aliipata kwa Jaji Makesa pamoja na kiasi cha pesa ambacho alikuwa nacho, na kisha kwa njia za panya akavituma hivyo vitu kwenye sanduku la posta la Luteni Venance Jaka katika ofisi za posta ambazo zilikuwa karibu na eneo lile. Baadaye alimkutanisha Luteni Venance Jaka na baadhi ya maafisa wa jeshi la Tanzania ambao walikuwa wanatoa msaada katika ile kambi, huku Luteni Venance Jaka bado alikuwa hajitambui.
Maafisa wale wa jeshi walimshukuru sana Phil kwa kuyaokoa maisha ya Luteni Venance Jaka mpaka kumfikisha kwao. Baadaye kwa msaada wa helikopta ya kijeshi, Luteni Venance Jaka alisafirishwa mpaka Dar es Salaam, Tanzania kwa ajili ya matibabu zaidi katika hospitali ya kijeshi. Lakini Phil hakuisha pale. Bado aliwaeleza wale maafisa wa jeshi juu ya mashaka ambayo alikuwa nayo Luteni Venance Jaka juu ya kiongozi wake wa operesheni za kijasusi Brigedia Jenerali Masaki Kambona. Na maafisa walikuwa na vile wakamshukuru sana Admiral Phil na kuamua kuongozana naye pamoja na Diana kama sehemu ya ushahidi wa kuaminika. Kwa sasa Phil pamoja na Diana walikuwa wameingia kwenye helikopta kama watu ambao walikuwa wanamsindikiza Luteni Venance Jaka mpaka Dar es Salaam hospitalini. Miaka 2 baadaye, msikilizaji, jopo la madaktari wa kijeshi lilijiridhisha kwamba Luteni Venance Jaka alikuwa amepona kabisa ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu ambao alikuwa anasumbuliwa nao mara baada ya kichwa chake kuwa kimepata misukosuko mikubwa baada ya ile ajali iliyompelekea kupoteza fahamu na kumbukumbu zote kumtoka. Maelezo ya Luteni Venance Jaka yalisaidia kwa kiasi kikubwa sana kukamatwa kwa Brigedia Jenerali Masaki Kambona, na hapo ndipo sasa ilijulikana kwamba bwana Kambona hakuwa ni Mtanzania bali alikuwa ni Mnyarwanda wa kabila la Kihutu ambaye alikuwa amejipenyeza nchini Tanzania miaka mingi iliyopita mpaka kuwa na nyadhifa kubwa kabisa za kijeshi. Akajifunza vizuri kabisa lugha ya Kiswahili na akapata elimu yake katika shule na vyuo vya Tanzania kabla ya kujiunga na jeshi, akiaminika kwamba alikuwa ni Mtanzania na kumbe alikuwa ni mtu wa Rwanda. Hivyo basi alikuwa anawasaidia Wahutu wenzake huko Rwanda katika ule mpango mchafu wa umwagaji wa damu na kuvujisha siri, kuwasaidia pesa na hata mbinu za kijeshi kwa siri pia. Vielelezo hivyo vikamtia hatiani Brigedia Jenerali Masaki Kambona pamoja na ushahidi wa nyaraka ambazo alikotoa nazo mara baada ya kufanya upekuzi wa kina nyumbani na ofisini kwake pia. Baadaye Kambona alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani katika mahakama ya uhalifu wa kivita na uvunjifu wa haki za binadamu ambayo iko huko The Hague nchini Uholanzi. Na mara baada ya kesi ya Brigedia Jenerali Masaki Kambona kuisha, Luteni Venance Jaka akawa amepata picha kamili juu ya mambo vile ambavyo yalikuwa, kwamba Brigedia Jenerali Masaki Kambona ambaye ni mkubwa wake wa kazi hakuwa ni Mtanzania, lakini vile vile kwa kuwa Luteni Venance Jaka alikuwa ndiye mpelelezi mahiri zaidi ambaye angeweza kutumwa nchini Rwanda na kurejea na majibu sahihi. Kwa hivyo ulikuwa ni mpango wa Brigedia Jenerali Masaki Kambona kummaliza kabisa Luteni Venance Jaka kabla hajaeleta ripoti yake, na baada ya hapo ukweli wa mambo usingejulikana na hivyo wahusika wa mauaji ya Rwanda wasingekamatwa. Akiwa na vielelezo vya kutosha, jopo la mawakili wa kesi za mauaji ya Rwanda ambazo zilikuwa zinasikilizwa katika mahakama ya ICTR huko Arusha nchini Tanzania lilimtaka Luteni Venance Jaka kwenda kutoa ushahidi wake kwa baadhi ya washukiwa wa mauaji hayo ambao walikuwa wamekamatwa, ambao Luteni Venance Jaka alikuwa na ushahidi dhidi yao. Mawakili hao walitumia ombi hilo mara baada ya kupata uthibitisho kutoka kwa madaktari kwamba Luteni Venance Jaka alikuwa amepona kabisa tatizo lake la kupoteza kumbukumbu na sasa alikuwa na afya njema na fahamu zake zote zilikuwa zimerejea. Luteni Venance Jaka alilipokea hilo ombi kwa mikono yake miwili na akapewa tiketi ya ndege ya kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha, ambako alishiriki kiukamilifu kabisa katika kutoa ushahidi wote. Na kwa sababu vielelezo vingi alikuwa navyo, basi washukiwa waliingizwa hatiani kwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine katika yale mauaji ya kutisha. Akiwa ndani ya ukumbi wa mahakama, Luteni Venance Jaka alipata bahati ya kuonana na Dr. Amanda Abro, lakini wakati huu daktari huyo alikuwa katika kiti cha magurudumu kwa sababu tayari alikuwa amepoteza miguu yake yote miwili na baadaye kubakwa mara baada ya kutekwa na wale askari wa Kanali Bosco Rutaganda. Kwa sasa daktari huyu wa kizungu Amanda Abro na yeye alikuwa amefika pale katika mahakama ya mauaji ya Rwanda kutoa ushahidi wake dhidi ya Maserina pamoja na Kanali Bosco Rutaganda mara baada ya kusikia kwamba walikuwa wamekamatwa na wanajeshi wa RPF, yani Rwandizi Patriotic Front, ambao baadaye walifanikiwa kuirejesha hali ya amani huko nchini Rwanda chini ya kiongozi wao Paul Kagame. Vikosi vya kijeshi vya RPF vilikuwa vimeingilia kati na kutuliza machafuko yale nchini Rwanda, kwa kufanya kazi nzuri ambayo kwa hakika vilikuwa vinastahili pongezi kubwa
kwa sababu huenda bila hivyo vikosi vya kijeshi machafuko yangeendelea zaidi. Kipindi cha mwezi mmoja cha kutoa ushahidi katika mahakama hii ya ICTR hapa Arusha kilikuwa kimemfanya Luteni Venance Jaka ajione tena kama alikuwa ni binadamu wa kawaida, lakini aliyekuwa amepungukiwa kitu fulani. Mara baada ya kufikiria sana, Luteni Venance Jaka alimkumbuka Thelefile, msichana ambaye alikuwa ametokea kumpenda sana, na hapo ndio akajua kwamba kutokuwepo kwa File karibu naye ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kimeshindwa kuikamilisha furaha katika moyo wake. Ilikuwa ni jioni moja na manyonyo ya mvua hafifu yalikuwa yanaanguka kutoka angani, sambamba na baridi la wastani ambalo lilikuwa hapa mkoani Arusha. Luteni Venance Jaka alikuwa ndio amemaliza kutoa ushahidi wake wa mwisho katika mahakama ile, na alikuwa anatoka kwenye ukumbi ule kuelekea hotelini ambapo alikuwa amefikia. Ndipo wakati ambapo alikutana na mwanamke fulani nje ya geti la kuingilia kwenye ile jengo la mahakama. Alikuwa na mwanamke mzuri sana wa ajabu, na alikuwa na weusi wa asili, na alikuwa amembeba mtoto mdogo wa mwaka mmoja, na pembeni ya mwanamke huyu alikuwa amesimama binti mmoja wa makamo. Luteni Venance Jaka alikuwa bado kidogo awapite wale watu pale ambapo aliposikia alikuwa anaitwa. Alipogeuka kumtazama yule mwanamke, moyo wake ulipoteza kabisa utulivu. Hisia kali zikamchota akili, huku alikuwa ameachama mdomo wazi kwa mshangao. Thelefile, Mungu wangu, ni wewe? Luteni Venance Jaka alikuwa anazungumza pale kwa sauti kubwa na ya mshangao, kiasi cha kuwafanya watu waliokuwa jirani na eneo lile wageuke kumtazama. Yule mwanamke ambaye alikuwa amembeba mtoto hakusema kitu, badala yake alibaki alikuwa amesimama tu, na huku alikuwa anatabasamu. File, mpenzi wangu, kusema ukweli kabisa siamini kama ni wewe. Ndio, ni mimi mpenzi, na kusema ukweli kabisa nimefurahia sana kukuona wakiwa umepona, mpaka kwa nikumbuka namna kama hii. Alikuwa anazungumza pale File, na huku alikuwa anatabasamu. Diana? Luteni Venance Jaka alikuwa anazungumza pale kumuita yule binti ambaye alikuwa amesimama pembeni ya Thelefile, na hapo yule binti akaitika. Na huyu ni nani tena mpenzi? Luteni Venance Jaka alikuwa anaendelea kuuliza pale swali, na huku alikuwa anamtazama yule mtoto mchanga ambaye alikuwa amebebwa na File mgongoni, na huku alikuwa anashangaa. Ni mtoto wako mpenzi. Mama ni mpelelezi, baba naye pia ni mpelelezi. Hata si mtoto atakuwaje? Alikuwa anazungumza pale Thelefile, na huku alikuwa anaangua kicheko hafifu. Yaani kusema kweli kabisa mpenzi, ni kama siamini. Mbona ilikuwa ni haraka sana kiasi kama kile? Haraka ndio, lakini ilitosha kabisa kupata mtoto mpenzi. Hiyo ni sakafuni, kwenye kochi, kitandani na hata bafuni pia. Popote panaweza kutosha kabisa kupata mtoto. Na jina lake pia anaitwa nani? Alikuwa anauliza pale swali Luteni Venance Jaka, na huku alikuwa ajiweze kabisa kwa furaha. Anaitwa Tanzania. Kwa nini anaitwa Tanzania mpenzi? Nitakueleza ni kwa nini nimempa jina la Tanzania. Alikuwa anazungumza pale Thelefile, na kisha wote walikubatiana kwa furaha, na huko machozi alikuwa anawatoka. Twendeni sasa jamani. Baadaye Luteni Venance Jaka alikuwa anazungumza pale kuelekezea wale watu wawili, na huko alikuwa anajifuta machozi. Thelefile aliuliza wanaenda wapi? Tunaelekea katika hoteli ambayo nimefikia, na kwa hakika leo nina furaha kubwa sana ambayo sijawahi kabisa kuona. Alikuwa anazungumza pale Luteni Venance Jaka. Muda mfupi baadaye ni kweli kabisa walikuwa katika taksi wakielekea katika hoteli ambayo Luteni Venance Jaka alikuwa amefikia, na njiani mazungumzo ya furaha ya kuisha baina yao. Na huo ndio ulikuwa ni mwisho kabisa wa zile harakati zote ambazo walikuwa wanapambana nazo kule nchini Rwanda, kwa sababu wale wanajeshi wote wasaliti wakiongozwa na kina Kanali Bosco Rutaganda
Wote walikamatwa na mahakama ya kimataifa na kufungwa gerezani maisha, na nchi sasa ilikuwa imeshikiliwa na jeshi la RPF ambalo kiongozi wake alikuwa ni Paul Kagame, na sasa nchi hiyo ilikuwa ni salama kabisa. Hakukuwa na shida tena ya ukabila kati ya Wahutu na Watusi. Wote walianza kuishi kwa upendo na amani kubwa kabisa kama wamoja. Na shujaa wetu alikuwa na Edreli File pamoja na Luteni Venansi Jaka. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ya Tai kwenye Mzoga, msikilizaji. Kutokea hapa Arusha, Tanzania, mimi naitwa Felix Mwenda. Unaweza kunipata kwa nambari yangu ya simu ya 0766 47 48 57.